Yes, shalom, shalom, shalom. God bless you. Shalom, shalom. Habari ya Jumapili. Mungu akubariki sana popote pale ulipo. Nina imani kwamba umekuwa na siku njema, siku ya leo umekuwa na ibada, na wengi wenu sasa mko nyumbani. Shalom, shalom, shalom. Mungu akubariki sana popote pale ulipo. God bless you wherever you are, wherever you join me from. God bless you. Hopefully you have a great Sunday. Na ni jioni nyingine tena ambao tumepata neema ya kufanya ibada pamoja. Mungu akubariki sana wherever you are. God bless you. God bless you. Mungu akubariki sana popote pale ulipo. Karibu jioni ya leo niweze kuzungumza na wewe, tuweze kufanya ibada pamoja. Mungu akubariki sana. God bless you. Nina imani kabisa wengi wenu baada ya ibada ya mchana sasa mko nyumbani, au wengine mnarudi nyumbani. Kwa tumepata tena neema ya kuzungumza tena jioni ya leo, kuona ibada pamoja. Mungu akubariki sana. Invite your followers, invite your friends, share as much as you can. Invite your followers, break the protocol. Kuna watu wengine wakijoin huwa wanataka kusikiliza tu, hawataki kuwakaribisha wenzao. Today break the protocol, vunja hiyo sheria. Invite mtu mmoja, invite watu wawili, share na wengine, wakaribisha kwenye ibada. Waambie marafiki zako, ndugu jamaa na marafiki kwamba leo tuko kwenye ibada tena. Na leo nitakuwa na topic moja kubwa sana, nitazungumza juu ya ndoto. Kwa hiyo invite your followers, invite your friends. Leo nitazungumza juu ya ndoto. Mungu akubariki sana. God bless you. God bless you wherever you are. Ninafuraha kukuona hapa. Mungu akubariki sana. Break the protocol today. Kuna watu wakijoin huwa hasemi chochote, azungumzi chochote, hataki hata kushare, kuinvite friends. Break that protocol. Vunja hiyo sheria leo. Mungu akubariki sana as you joining today. Mungu akakuvushe. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na sisi, pia invite our followers. Mungu akubariki sana, tunakupenda. Mungu akubariki sana. Wale ambao ni mara ya kwanza kabisa kushiriki na sisi kwenye ibada zetu hizi, tunawapenda sana. Mungu abariki sana. Karibu jioni ya leo. Mungu akubariki sana. Nimesema vunja protocol. Kuna mtu anajoin, anaangalia tu, hazungumzi chochote, ya comment chochote, hataki kuvunja, hataki kushare chochote. Yupo to break the protocol today. Break the protocol today. Invite our followers. Invite our followers. Share kwa kadri unavyoshare. Mungu akubariki. Invite our followers. Mungu akubariki sana. Unapopata habari njema, share na watu wengine, wajulishe watu wengine, wasaidie watu wengine. Mungu akubariki sana. I am happy to see you here tonight. I am happy to see you here. God bless you. God bless you. Nimesema break the protocol today. Wengine wanakuja wanakaa tu, hazungumzi, hasemi chochote, hashei. Break the protocol today. Vunja hiyo sheria leo. Share, invite our friends, invite our followers, wakaribishe wengine, wajulishe wengine. Mungu akubariki. Nijulishe pia uko sehemu gani. God bless you. Shalom baba, heaven light. God bless you my daughter. God bless you. God bless you. Karibu tena jioni ya leo niweze kuzungumza na wewe. Bila shaka umekuwa na siku njema, umekuwa wengi wenu mmetoka kanisani, mmetoka kwenye ibada. Si vibaya tena tukawa na ibada jioni ya leo. Sio vibaya tena tukawa na ibada jioni ya leo. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana as you join in. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana popote pale ulipo, all the way from USA. Huyu ni Mungu akubariki sana all the way from USA, from Dar es Salaam. Mungu akubariki sana. Karibu jioni ya leo nizungumze na wewe. Nitazungumza na wewe juu ya ndoto. Mungu akubariki sana. God bless you. God bless you. God bless you wherever you are. God bless you. God bless you popote pale ulipo. Mungu akubariki sana. Invite our followers, invite our friends. Bea Mtui, Mungu akubariki Bea Mtui. Sasa kuna watu ambao nimeanza kuwakariri hapa live. Wengi wenu pia nimeanza kushika majina yenu, ni watu wale kila siku. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Niko Tanga. Mungu akubariki sana. Hilary Tanga. Spazi Dar es Salaam. Mungu akubariki. Welcome, karibu sana. Nitazungumza na wewe jioni ya leo juu ya ndoto, my daughter. Nakidmon, Mungu akubariki sana from Shinyanga. Rose Nzi, Mungu akubariki. God bless you. God bless you from India. Mungu akubariki from Tabora. Huyu ni Jasmine. God bless you. God bless you. God bless you. Karibu jioni ya leo niweze kuzungumza na wewe. It is your season. It is your time.
niko Bagamoyo. Mungu akubariki sana popote pale ulipo. Ni very interesting topic ambao unatamani kila mmoja asikie, kila mmoja ajue. Kwa hiyo unafahamu pia eneo la ndoto lilivyo na nguvu, lilivyo nyeti. Kwa hiyo julisha mwingine kutoka Kahama, Iringa, Dar es Salaam. Mungu akubariki sana. From NMB Musoma, Moses from NMB Musoma, kutoka Musoma. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Kutoka Sumbawanga from Mwanza. Mungu akubariki. Invite them, wajulishe kwa message, waambie njoo tunazungumza juu ya ndoto leo. Na leo nitakupa ndoto, nitazungumza juu ya ndoto zinazoashiria kwamba una kitu kikubwa, una maisha makubwa, una hatima kubwa. Nitazungumza juu ya ndoto hizo, ndoto zinazoashiria kwamba una kitu kikubwa, una hatima kubwa, una maisha makubwa. Yes, na nitazungumza pia juu ya ndoto zinazoashiria kwamba hatima yako, nyota yako, karama yako imeibiwa. Kwa hiyo invite your followers wherever you are. God bless you. Maiza, my daughter from Dar es Salaam. Shalom, 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 shalom. God bless you. Invite your followers. Mungu akubariki sana. Share na wengine, alika wengine. Mungu akubariki. Tabora, Mungu akubariki. Jasmine, God bless you. It is your season. Asubuhi pia nimetangulia kusema kwamba kila jambo lina majira yake, ni according to the Bible. Kila jambo liko na majira yake, kila jambo liko na wakati wake, ni sawa sana Mhubiri 3. By the way, pia pamoja na kwamba kila jambo lina majira yake na kila jambo lina wakati wake, asubuhi nikasema kwamba it is very interesting kwamba chochote unachokitaka leo kimefungwa na watu ili Mungu akubariki au shetani akuharibu au akupatie kitu, lazima atatumia watu. Nimesema ili Mungu akubariki au shetani atake kukupatia kitu, chochote kile kinachoendelea kwenye maisha yako leo, utakuja kugundua kwamba aidha kuna watu walikileta. Utakuja kugundua kama uko kwenye ndoa ni kwa sababu ulikutana na huyo mtu, kama ulipata kazi ni kwa sababu ulikutana na huyo mtu, kama una biashara kubwa ni kwa sababu kuna watu wanakuja kununua kwako, ni kwa sababu mafanikio yetu yamefungwa, ni kwa sababu mafanikio yetu yamefungwa pia kwenye maisha ya watu. Mara nyingi tuko hapa duniani tukitegemeana, maisha yetu na mafanikio yetu na maendeleo yetu tukiwa hapa duniani, hivi vitu vimefungwa ndani ya watu. Lakini sasa very interesting, asubuhi nimesema kwamba asubuhi kwamba pamoja na kwamba maisha yetu yamefungwa kwenye mikono ya watu, kwenye maisha ya watu, vitu tunavyovitaka viko ndani ya watu. Asubuhi nimesema kwamba kuna uwezekano ukawa baraka yako iko kwa mtu fulani, lakini huyo mtu fulani shetani akampeleka sehemu tofauti na ulipo. Mafanikio yako ni lazima uko sehemu sahihi, wakati fulani, wakati sahihi, na ukutane na watu sahihi. Nimesema mafanikio yetu yako ndani ya watu sahihi, sehemu sahihi, na wakati sahihi. That means kila wakati jifunze kuwa maeneo fulani kwa wakati fulani. Kila wakati jifunze kuwa maeneo fulani kwa wakati fulani. Wakati mwingine pia jifunze kutafuta watu sahihi kwa wakati huo. Very interesting kwamba adui kuna uwezekano kwamba mtu ambaye ungepaswa ukutane naye angepaswa awe eneo fulani wakati fulani, lakini on that time hayupo. Itasababisha maisha yako yawe magumu. Kwa mfano, nimesema wana wa Israeli ni muda wao wa kutoka utumwani umefika Misri. Maandiko yanatuambia muda wao wa kutoka utumwani Misri ulikuwa umefika. Ni season yao ya kutoka Misri imefika. That was their season. Majira yao ya kutoka Misri yalikuwa yamefika. Lakini mtu wa kuwatoa Misri, kwa sababu ili Mungu awatoe Misri lazima kuwe kuna mtu wa kuwatoa Misri. Hayupo. Mtu wa kuwatoa Misri hayupo. Was Musa. Hayupo. Musa yuko vichakani. Ilimlazimu Mungu amtume malaika mfuate Musa kule vichakani ili amtoe aje mahali ambapo wana wa Israeli wanapaswa kutoka, ili wana wa Israeli wakutane na baraka yao eneo sahihi. Wana wa Israeli walikuwa sehemu sahihi kabisa. Misri kwa kipindi kile ilikuwa ni sehemu yao sahihi, lakini mtu wa kuwatoa pale hayupo. Musa hayupo.
It is my prayer, na tangu asubuhi nimekuwa nikiomba baada ya Mungu kunifunulia hili. Nimekuwa nikiomba sana Mungu awasaidie wale watu, kwa sababu shetani anaweza akapush wale watu wa msaada kwenye maisha yetu akawaweka mbali sana na sisi. Kwa hiyo ni maombi yangu, popote pale ulipo, yule mtu wa msaada kwako mahali popote pale alipo, aje kwa wakati huu. Kama it is your season, uko Misri na yeye yuko vichakani, Mungu akamlete huko. God bless you. Nimekupa mfano mwingine wa Elia, nikakwambia unaona Elia, kuna mama yuko Sarepta, yule mama Mshunami yuko Sarepta, majira yake ya kuokolewa kwenye janga fulani yamefika. Elisha yuko kwenye kijito, inamlazimu Mungu amtoe Elisha kule kwenye kijito ampeleke Sarepta. It is my prayer, mahali popote Elia wako alipo, Mungu akatume malaika wakamtoe huko alipo. Yes, tunahitaji kukutana na watu sahihi, muda sahihi, majira sahihi, ili maisha yetu yaende. Watu wengi wanao struggle leo ni kwa sababu pia wale watu wa msaada wao, wale watu wa kuwasaidia hawapo, they are far, wako mbali na wao. Kwa kama utashindwa kufanya maombi kwamba Mungu yule mtu uliyemwandaa majira haya, kwa sababu kila season Mungu anakuwa amemwandaa mtu, kila season Mungu anakuwa amemwandaa mtu. Kuna uwezekano kabisa ulipo ni sehemu sahihi, lakini yule mtu wa msaada wako hayupo hapo. It is my prayer, wherever he is or she is, popote pale alipo, Mungu akamlete na akukutanishe naye. Popote pale alipo, Mungu akamlete na akakutanishe naye. Na ni very interesting kwamba kama ukielewa kwamba maisha yetu yamefungwa chini ya watu, mafanikio yetu yamefungwa chini ya watu, ni muhimu sana kuendelea kuwapokea watu, kwa sababu hujui ni nani unakutana naye. Ni muhimu sana kuendelea kuzungumza vizuri na watu, hujui ni nani unakutana naye. Wana wa Mungu, kila unayekutana naye mpokee. Inawezekana huyo mtu ni malaika bila wewe mwenyewe kujua. Maandiko yanatuambia tusiache kuwapokea watu, kwa sababu kwa kufanya hivyo wengine wamewapokea malaika bila kujua. Especially ninasema sana, wakati mwingine kuna wale mama zetu, dada zetu, mnakaa na wafanyakazi nyumbani, hujui mfanyakazi ni nani. Anaweza akawa ni malaika wa Mungu yuko hapo bila wewe mwenyewe kujua. Amekuja kwa purpose. Watu wa Mungu nisikilizeni, kuna uwezekano una binti wa kazi hapo nyumbani, una mfanyakazi hapo nyumbani, kuna uwezekano ni malaika Mungu amemleta hapo for purpose, ili tu maisha yako yabadilike. Kwa hiyo wewe kumtendea vema, maisha, nyumba yako, familia yako ingefunguka. Uko dukani unamfanya kazi hapo dukani, kwenye biashara yako unafanya kazi. Wana wa Mungu, kuna uwezekano hao ni malaika Mungu amewaleta, wana special grace, wana neema maalum ndani yao. Kwa hiyo wakati mwingine maisha yako, season yako, maisha yako yanaweza yasibadilike, kwa sababu wale watu wadogo tu ambao unaishi nao hujawatreat vizuri. Kila unayekutana naye, kila anayekuja kwako, kila mtu anayekuja kwako leo, hakikisha unamtreat vizuri. Wakati mwingine hao watu unaowazaro, maandiko yanatuambia Mungu anavidharau vitu vidogo, vitu vinyonge, ili kuvidhalilisha. Mungu anaviheshimu, Mungu anavitumia vile vitu vinyonge ili kuvidhalilisha vile vyenye nguvu. Nimesema wakati mwingine waheshimu, wapokee, wafanyie mema wale watu wanaokuzunguka wadogo. Unamfanya kazi nyumbani, ofisini, unamfanya kazi wa ndani, mfanyie vizuri. Uweze ukajua Mungu amemleta hapo nyumbani kwa purpose gani. Respect them. Maisha yetu na season zetu zimefungwa. Wana wa Mungu, very interesting. Ujue, ngoja niseme hivi. Siku moja Paulo akiwa amefungwa, maandiko anatuambia akaletwa kwenye kiambaza gerezani. Wakati anazungumza, maandiko anatuambia Paulo akamsema vibaya aliyekuwa kuhani. Watu wakamwambia, "Je, wewe unamsema vibaya kuhani? Hujui mtu uliyemzungumza vibaya ni kuhani wa Mungu?" Paulo anasema, "Basi nisameheni kwa sababu sikujua kwamba huyu mtu ni kuhani wa Mungu." You see, wakati mwingine unawadharau watu ambao huwajui wao ni kina nani. Usimheshimu mtu kwa sababu ana cheo tu. Umesikia kitu nilichokizungumza? Paulo anamtukana yule kuhani. Kwa sababu hakuwa amevaa tu vazi la kuhani, alikuwa amevaa tu kawaida. Paulo anazungumza vibaya kuhusu yule kuhani. Watu wanamwambia, "Je, hauoni hata aibu kuzungumza vibaya juu ya kuhani wa Mungu?" Paulo anasema, "Enyi watu, nisameheni kwa sababu sikujua kwamba huyu ni kuhani wa Mungu." Anataka kusema kwamba ningejua ni kuhani wa Mungu ningemheshimu. What does it mean? Mheshimu kila mtu.
Wana Mungu, mtu yoyote anayekuheshimu kwa sababu anajua kwamba una cheo, huyo mtu hakufai. Nisikilize, mtu yoyote, na ningekuwa na uwezo wa kumshauri hata rais au viongozi walioko madarakani, mtu yoyote anayekuheshimu kwa sababu tayari ni rais au ni kiongozi wa nchi au na madaraka fulani, huyo mtu hakufai. Mtu anayekufaa ni mtu yule anayekuheshimu hata wakati ambapo hauna madaraka, hata wakati ambapo hauna cheo. Respect people, value them. Unapita tu mtaani, mtu akikuona ananyenyekea, mtumishi, bishop, anakuheshimu kwa sababu anajua kwamba ni bishop, lakini asingejua kwamba ni bishop hakurespect. Respect people, value people, heshimu watu. Kuwaheshimu watu, wakati mwingine unawapokea malaika bila mwenyewe kujua. Maandiko yanasema kwa kuwapokea watu tunapokea malaika. Malaika manake ni wajumbe. Tafsiri sahihi ya malaika manake ni wajumbe, ni watu waliotumwa kwako, ni watu waliobeba vitu vyako, Respect people. Watu unaowadharau hujua na nini kwako. Respect people wherever unapokwenda. Hakikisha unawaheshimu watu kwa sababu hujui wamebeba nini, kwenye maisha yako. Respect people. Watu wengi wamepishana na season zao sana. Watu wengi wamepishana na majira yao sana kwa sababu watu waliokuja kwao walikuwa wamebeba majira yao. Watu waliokuwa wamekuja kwao walikuwa wamebeba baraka zao. Hawakuwa wanaendana na wao, hawafanani na wao, hawalingani na wao. Mtu ana taswira fulani kwamba fulani mtu wa kunibariki yuko 1 2 3. You won't get that blessing. Respect people. Respect those people. It is my prayer, mahali popote pale yule mtu aliyebeba baraka zako alipo, ukakutane naye. Mheshimu kila mtu, haijalishi unafahamu ana cheo hana cheo. Respect them. Hivi hao watu wadogo unaowadharau, wao wanakuwa wanabeba baraka zako. Wao wanakuwa wamebeba baraka zako. Mungu akubariki sana. Karibu tena jioni ya leo niweze kuzungumza na wewe popote pale ulipo. Mungu akubariki sana. Popote pale ulipo. Karibu jioni ya leo nizungumze na wewe. Ni ibada kamili hii, jiandae tuzungumze. Mungu akubariki sana. Nijulishe pia unanifuatilia kutoka wapi. Ujue pia watu wengi hawawezi, sijajua kwa nini Roho anataka kuzungumza hiki kitu sana ndani yangu. Watu wengi hawawezi wakaelewa umuhimu wa watu kwenye maisha yao. Kumbuka nimesema maisha yako yamefungwa kwenye season na nyakati, majira tofauti na nyakati tofauti na watu. Unaweza ukakuta mtu anakuambia mimi siamini mtu yoyote. Mimi sitaki kuamini mtu yoyote yule. Mimi siamini kwa watumishi wa Mungu. Siamini mtu yoyote yule. Ili hali mtu huyo, nisikilize, unakutana na mtu anakuambia siamini mtumishi yoyote yule. Siamini watu, siamini mtu yoyote yule, na muamini Mungu peke yake. Mtu huyo anayekwambia kwamba siamini mtumishi yoyote yule, siamini mtu yoyote yule, siamini katika watu, mtu huyo unamkuta ameshika Biblia, anasoma kitabu cha Paulo. Asichokijua kwamba kama anasoma kitabu kwenye Biblia kilichoandikwa na Paulo, maana yake anaamini katika Paulo. Anasoma kitabu cha Mwanzo kwenye Biblia. Asichokijua ni kwamba kama anasoma kitabu cha Mwanzo kwenye Biblia, anaamini katika Paulo. Maana yake yule ni mtu, ni Musa aliongea. Unakuta mtu anasoma Kutoka, ni Musa aliongea. Siamini katika mtu, siamini watu, lakini unakuta ameshika Biblia anasoma. Hajui kwamba Biblia imeandikwa na watu. Wakati mwingine ili kumuona Mungu inakulazimu uwapate watu. Karibu sana jioni ya leo niweze kuzungumza na wewe. Usisahau kuinvite our followers, invite our friends, nizungumze na wao tena majira haya na wakati huu. Kibaha, Tabora, Tabata, Kibaha. Mungu akubariki sana. Kamata kalamu yako na daftari pia, sitataka kuchukua muda wako sana. Kama nilivyokupromise nitazungumza juu ya ndoto, na haswa nitazungumzia zile ndoto zinazolenga kwamba
una kitu kikubwa, una nyota kubwa, una hatima kubwa, una maisha makubwa, una a potential kubwa, una ability kubwa ndani yako, una karama kubwa ndani yako. Ndio kitu nitakizungumza leo. Na kama kawaida likifika swala la ndoto, ni karama ambao ninaipenda, iko ndani yangu. Kwa hiyo sitakuangusha. Likifika swala la ndoto, ni karama ambao ninaipenda, najua ninayo, ni karama ambayo ninaielewa vizuri, najua iko ndani yangu. Kwa hiyo sitakuangusha. Nitakuonyesha pia ndoto zinazoashiria kwamba nyota yako, hatima yako, maisha yako, uwezo wako unatumika na mtu mwingine. Mungu akubariki sana. Invite our followers. Kamata pia kalamu, daftari, notebook, sehemu ya kuandika ili nikusaidie. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana na kufuatilia kutoka India. Huyu ni Official Anointed Woman. You are welcome Official Anointed. Kali kutoka Dodoma, karibu sana. Hii ni ibada kamili, tumepata nafasi ya kukaa na kuzungumza tena. Tumepata nafasi ya kukaa na kuzungumza tena. Mungu akubariki popote pale unaponifuatilia. Nina imani pia kwamba tunafuatiliwa na watu wengi dunia nzima. Tunafuatiliwa na watu wengi dunia nzima. Ndoto zinazoashiria kuwa una maisha makubwa, una karama kubwa, una hatima kubwa, una uwezo mkubwa ndani yako. Chosen I from Dar es Salaam, karibu sana. Okay, karibu nizungumze na wewe. Sitachukua muda wako sana. Nitazungumza na wewe kwa muda mfupi, alafu tuone pia ni kitu gani Roho atataka tufanye. Kama nilivyokwisha kutangulia kusema kwamba nitazungumza na wewe kwa habari ya ndoto, na nitalenga eneo moja tu kwenye swala la ndoto. Nitazungumza juu ya zile ndoto zinazofunua kwamba una karama kubwa, una kipawa, una hatima kubwa, una maisha makubwa, una nyota kubwa, una nguvu kubwa ya utajiri ndani yako na kitu kama hicho. Maanake kuna zile ndoto zinakuja kukuonyesha wewe ni nani. Kuna ndoto zinazokuja kukuonyesha wewe ni nani. Wana wa Mungu, ieleweke jambo hili. Ieleweke jambo hili. Hatuwezi tukadharau umuhimu wa ndoto kwenye maisha yetu. Ndoto zina maana sana katika maisha yetu. Na kama nilivyokwisha kutangulia kusema siku zote, nilisema kwamba ukichunguza karibu Biblia nzima, kama wewe ni Bible study, ni mtu ambao unapenda kujifunza Biblia, utakuja kugundua kwamba watu wengi wa zamani, kuanzia kina Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Daudi, kina Yusufu, kina Gideoni, karibu watu wengi wa zamani Mungu alizungumza nao kwa kupitia ndoto. Hata Agano Jipya pia maisha ya Yesu yote yalikuwa yametawaliwa na ndoto. Karibu Biblia nzima maisha ya watu wengi yalikuwa yametawaliwa na ndoto. Pia nilishaeleza kwamba kipindi hiki tunachoishi sasa, majira haya tunayoishi sasa, Mungu ana njia tatu kuu za kuweza kuzungumza na watu. Kwenye kitabu kile cha Yoeli 12:2, kumbuka ndoto ni za muhimu sana. Ukichunguza Biblia hiyo nzima kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka mwisho, utakuja kugundua jambo hili kwamba Mungu ni Mungu aliyekuwa anazungumza au anajifunua na watu, au anatoa assignment tofauti, au anawaonyesha watu maisha yao ya baadaye atakuwaje kwa kupitia ndoto. Mara nyingi sana kumbuka, mara nyingi Mungu alikuwa anajifunua watu kwa kupitia ndoto, alikuwa anazungumza na watu kwa kupitia ndoto, alikuwa anawaonyesha maisha yao ya baadaye yatakuwaje. Kama unapiga simu, tafadhali sasa acha kupiga simu, tuko kwenye ibada. Mungu alikuwa anawaonyesha watu maisha yao yatakuwaje. Kwa Biblia nzima yote ni Biblia ambayo Mungu anajifunua kuonyesha maisha ya watu, kufunua watu ni kina nani kwa kupitia ndoto. Hatuwezi ignore
hatuwezi tukaignore umuhimu wa ndoto. Kwenye kitabu kile cha Yoeli 12:2 maandiko yanatuambia katika siku hizo za mwisho mimi nitazungumza na watoto wao kwa kupitia ndoto, nitazungumza na watoto wao kwa kupitia maono, wazee wao wataona maono, wengine watatabiri. Kwa hiyo nilisema kuna njia safari hii, nyakati hizi tunazoishi, majira haya tunayoishi sasa, kulingana na kitabu cha Yoeli, Mungu anazungumza na sisi kwa njia tatu kuu. Moja ni njia ya prophetic. Prophetic ni njia ya unabii. 2 nilisema ni through dreams, kupitia ndoto. 3 nilisema ni kupitia maono. Na kumbuka njia zote hizi Mungu anazungumza na watu wote. Anasema nitamwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Nitamwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili. Wenye mwili sio wa Kristo tu, wenye mwili sio waliookoka tu, wenye mwili sio watakatifu tu, wote wenye mwili. As long as una mwili, as long as una mwili, uko na ile human, uko na ule mwili wa kibinadamu, Mungu atazungumza na wewe kwa kupitia njia hizo tatu. Ieleweke jambo hili, wana Mungu. Nataka ufutwe mtazamo huu kwamba Mungu anazungumza na watu waliookoka tu, Mungu anazungumza na watu walioamini tu. No. Mungu anazungumza na watu wote. Ukisoma Biblia yote utagundua Mungu alikuwa anazungumza na wafalme wa zamani, kina Farao, kina Nebukadneza, sijui kina nani, ni watu wa Gentile, ni watu wasiomjua Mungu. Mungu alikuwa anazungumza nao. Mungu alikuwa anazungumza nao. Kipindi cha Danieli, wafalme wote wa Danieli, Mungu alikuwa anazungumza nao, lakini walikuwa hawamjui Mungu. Kwa Mungu anazungumza na watu wote. Mungu anazungumza na watu wote. Kumbuka pia, kila ninapofundisha, hakikisha ukipata point iandike kwenye comment ili mwingine aelewe pia. Usiache pia kuendelea kujulisha wenzako wajifunze hili somo, itawasaidia sana. Okay. Kama Mungu anazungumza kwa kupitia njia hizo tatu, unabii, ndoto na maono. Unabii, ndoto na maono ndio njia ambazo Mungu anazitumia kuzungumza na wanadamu. Simply nilisema ndoto ni nini? Kiurahisi, ndoto ni njia ambayo ulimwengu wa roho unatumia kuzungumza na wanadamu. Ndoto ni njia ambayo ulimwengu wa roho unatumia kuzungumza na wanadamu. Ndoto ni njia ambayo ulimwengu wa roho unatumia kuzungumza na wanadamu. Utakaposema ni njia ambayo ulimwengu wa roho unatumia kuzungumza na wanadamu, simply jambo hilo lenyewe lina kauli hiyo yenyewe inasababisha inasababisha ndoto kuwa ni roho. Mahali popote penye ndoto, manake kuna roho unaiona kwenye ulimwengu wa roho. Mahali popote penye ndoto, manake kuna roho unaiona kwenye ulimwengu wa roho. Nisikilize kwa makini sana, nazungumza kitu ninachokifahamu na ninajua ni karama iko ndani yangu. Kwaona nitajaribu kuzungumza kwa level ile utakayoelewa sana. Mahali popote utakapozungumza juu ya ndoto, manake unazungumza juu ya roho iliyoko kwenye ulimwengu wa roho. Roho iliyopo tayari kwenye ulimwengu wa roho. Tunapozungumza juu ya ulimwengu wa roho, kuna ulimwengu wa roho aina mbili. Tuna ulimwengu wa roho wa nuru na tuna ulimwengu wa roho wa giza. Ulimwengu wa roho wa nuru ni ulimwengu wa roho ambao Mungu anautawala. Alafu tuna ulimwengu wa roho wa giza ambao pia shetani ndiye mtawala wake. Kwa hiyo tunaposema ni ulimwengu wa roho unazungumza, ndoto ni ulimwengu wa roho unazungumza na mwanadamu, lazima ieleweke kwamba kama ndoto ni ulimwengu wa roho unazungumza na mwanadamu, lazima ieleweke kwamba aidha ni shetani au ni Mungu anazungumza juu ya mwanadamu. Anazungumza juu ya nini? Huku mbele tutakuja. Aidha Mungu au mwanadamu anazungumza nini? Wakati mwingine ndoto ni roho fulani ambayo iko kwenye ulimwengu wa roho. Nisikilize. Wakati mwingine ndoto ni roho fulani ambayo nimetaka kuweka tena umsingi kwa sababu ya huku tunakokwenda. Wakati mwingine ndoto ni roho iliyoko kwenye ulimwengu wa roho inaotaka kusema kwamba sisi ndio tunafanya kazi kwenye maisha yako. Kwa hiyo ndoto ni matokeo ya kitu ambacho tayari kinaendelea kwenye maisha yako. Inawezekana hiyo roho inafunua kwamba sisi ndio tunafanya 1, 2, 3 kwenye maisha yako. Sisi ndio tunafanya 1, 2, 3. Kwa mfano, kuna ugonjwa tayari kwenye mwili wako sasa. Kuna ugonjwa tayari kwenye mwili wako sasa. Nimesema ndoto ni matokeo pengine ya roho iliyoko kwenye ulimwengu wa roho inasema sisi ndio tunaofanya kazi kwenye maisha yako. Kwa kama hii roho inakuja kusema hii ndoto unayoiota ni roho inataka kusema kwamba sisi ndio tumesababisha huo ugonjwa kwenye mwili wako. Hii roho itaendelea kujifunua kila wakati kwamba sisi ndio tumeweka huu ugonjwa kwenye maisha yako. Lakini
Ndoto pia ni roho iliyo kwenye ulimwengu wa roho inayotafuta nafasi ya kufanya kazi kwenye maisha ya mwanadamu. Ndoto ni roho iliyo kwenye ulimwengu wa roho inayotafuta nafasi ya kufanya kazi kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa mfano, nimeota ajali, sijapata hiyo ajali. Ile ndoto ni roho inatafuta kusema kwamba mimi nataka kuleta ajali kwenye maisha yako. Mimi nataka kuleta ajali kwenye maisha yako. Kwa hiyo ndoto ni roho ambayo tayari iko kwenye maisha yako, inafanya kazi, inaendelea kujifunua na kusema kwamba sisi ndio tunaofanya kazi. 2, ndoto ni roho inayotafuta mapatano, agreement, patano, ili uweze kufanya kazi kwenye maisha yako. Mara nyingi ili roho ziweze kufanya kazi kwenye maisha ya mwanadamu. Ikumbuke jambo hili, wana wa Mungu. Human being, mwanadamu ndiye pekee aliyopewa uwezo wa vitu vyote. Mwanadamu ndio aliyepewa uwezo wa vitu vyote vinavyoendelea hapa duniani leo. Mwanadamu ndiye aliyepewa uwezo juu ya vitu vyote vinavyoendelea hapa duniani. Wakati wa uumbaji Mungu hakutoa uwezo kwa roho. Wakati wa uumbaji Mungu alitoa uwezo kwa wanadamu. Mwanzo 1:26 maandiko yanasema Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake, wakatawale vitu vyote vilivyoko duniani. Kwa hiyo ile mamlaka, ile authority, mahali pengine kwenye Zaburi anatuambia mwanadamu ni kitu gani hata umwangalie, umemfanya mkubwa kupindi kuliko mwanadamu, umemtawaza juu ya kazi zako zote. Kumtawaza manake Mungu alimpa uwezo juu ya vitu vyote vilivyoko hapa duniani. Kitendo hiki cha mwanadamu kupewa uwezo juu ya vitu vyote vinavyoendelea hapa duniani, kitendo hiki kinanyima uwezo wa roho yoyote ile kufanya kazi hapa duniani nje ya kumshirikisha mwanadamu. Kitendo hiki cha mwanadamu kupewa uwezo juu ya kazi zote za Mungu hapa duniani kinazuia roho kufanya kazi hapa duniani. Ndio maana, wana wa Mungu, ndio maana utakuja kugundua ili roho yote iweze kufanya kazi duniani ni lazima iweze kutoa taarifa kwa wale watu walioko chini hapa duniani. Kwa mfano kama kuna roho ya ugonjwa inataka kufanya kazi kwenye maisha yako, sheria inasema kwamba ni lazima roho hiyo ireveal kwamba mimi nataka kuleta ugonjwa ndani yako. Kuna roho inataka kukupatia mtoto, kuna roho inataka kukupatia kazi, kuna roho inataka kukupatia promotion, kuna roho inataka kufanya kitu chochote kwenye maisha yako. Sheria inasema kwamba roho haijapewa uwezo wa kuingia duniani. Roho haijapewa uwezo wa kuja duniani. Kwa sababu imenyimwa uwezo huu wa kuja duniani, ni lazima roho hiyo itoe taarifa kwa mwanadamu kwamba sisi tunataka kufanya 1, 2, 3 hapa duniani. Sasa aidha mwanadamu aruhusu au asiruhusu. Maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Amos 3:7, hakika mimi Bwana Mungu sitafanya jambo lolote duniani bila kuwashirikisha watumishi wangu manabii. Bwana Mungu manake ni roho. Kwa sababu kuna sheria inayosema kwamba ili roho yote ifanye kazi duniani ni lazima ifunue kwa watu, lazima iseme kwa watu, lazima roho hiyo itoe taarifa kwa watu. Hakika mimi Bwana Mungu sitafanya jambo lolote duniani bila kulifunua kwa watumishi wangu manabii. Unaona, Mungu anasema hataweza kufanya kitu chochote hapa duniani bila kufunua kwa wale watu walioko chini ya huyo Mungu. It is a law, ni spiritual law inayosema roho yoyote ile haitaweza kufanya kazi duniani mpaka ifunue kile kinachoendelea. Baada ya kuelewa jambo hilo, nataka pia ieleweke jambo hili. Mahali popote utakapoona ndoto, nataka kwenye akili yako vijengeke vitu hivi viwili. Eneo lolote utakaloona ndoto, manake nimelala nikaota ndoto, aidha akili yako kwenye ufahamu wako kuwe na jambo hili. Ndoto ni roho inayotafuta kuinuliwa madhabahu. Nisikilize. Ndoto ni roho inayotafuta kuinuliwa madhabahu ili ipate uhalali wa kufanya kazi duniani. Nisikilize wana Mungu. Mahali popote utakapoota ndoto, kwa nini nimejaribu kuweka msingi tena? Ni kwa sababu huku tunako kwenda utakuja kugundua watu wengi wana maisha makubwa, wana karama kubwa, wana nyota kubwa, wana hatima kubwa, lakini kwa sababu hawaielewi hii sheria na ndoto zao, hizi ndoto nitakazozizungumza zinaashiria kwamba wana kitu kikubwa ndani yao, wana maisha makubwa, wana hatima kubwa, wana nyota kubwa, wana biashara kubwa, wana vitu vikubwa ndani yao, lakini kwa sababu hawaelewi hii kanuni ninayoizungumza sasa, hicho anachokiota aidha hakitaka kitokea. Sikiliza hii kanuni.
mahali popote penye ndoto, kwa mfano ndoto ninayoiota inaashiria kwamba nina hatima kubwa. Hiyo hatima yenyewe inakuwa ni ya kiroho. Kumbuka, kitu chochote kile ambacho mwanadamu anacho lazima kianzie kwenye ulimwengu wa roho. Kitu chochote kile mwanadamu anacho, hata kama ni ndoa, ninahitaji kuwa na ndoa, ninahitaji kuwa na kazi, ninahitaji kuwa na biashara. Hicho kitu ni lazima kianzie kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kama nitaota nimepata ndoa, nimepata biashara kubwa, nimepata kazi, hiyo na kwa namna ya mwilini sina hiyo kazi, sina hiyo biashara, sina hiyo ndoa, ninaendelea kuota kwamba nina kazi kubwa, nina watoto, mara sijui nina biashara kubwa, niko sijui nini na nini. Hizo ndoto zote hizo ni ndoto zinazoendelea kwenye ulimwengu wa roho, lakini sina. Hizo ndoto zinaashiria hivi, ni roho. Ile ndoto unayoiona ya vitu ambavyo havipo ni roho inayotafuta kuinuliwa madhabahu ili upate uhalali wa kuja duniani sasa. Ni ndoto inayotafuta uhalali wa kuinuliwa madhabahu ili hiyo ndoto iweze kudhihirika sasa, ili hiyo ndoto ianze kufanya kazi hapa duniani sasa. Wana wa Mungu, nisikilize kwa makini. Ieleweke pia kwamba kiunganishi pekee kati ya ulimwengu wa damu na nyama na ulimwengu wa roho ni altar, madhabahu. Kiunganishi pekee kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa damu na nyama ni madhabahu. That means kama kuna ndoto unayoiota kila wakati inaashiria kitu kizuri, na hicho kitu kizuri hakijafanyika, ni ile roho inatafuta kuinuliwa madhabahu ili ipate uhalali wa kuweza kufanya kazi sasa hapa duniani, wa kuweza kumanifesti hapa duniani. Kama hautainua madhabahu, uwe na uhakika ile roho haitafanya kazi, kwa sababu kitu kinachotoa illegally, kinachotoa rights, kinachotoa uhalali wa roho iliyo kwenye ulimwengu wa roho kufanya kazi duniani ni through altar, kupitia madhabahu. Okay, 2, kama hiyo ndoto haiashirii kwamba hiyo roho inatafuta uhalali wa kuja duniani, kama hiyo ndoto haimaanishi kwamba hiyo roho inatafuta uhalali wa kuja duniani, kuna uwezekano ndoto unayoiota inaashiria kwamba kuna mtu alishainua madhabahu, au wewe mwenyewe ulishainua madhabahu, na hiyo roho inafanya kazi kwenye maisha yako sasa. Kwa hiyo hizi ni sababu kuu 2 za ndoto. Kwa nini unaota ndoto? Hizi ni sababu kuu 2 kwa nini unaota ndoto. Sababu ya kwanza nimesema ndoto inaweza ikawa ni ile roho inatafuta uhalali wa kuja kufanya kazi duniani, na haitapata uhalali huo mpaka uinulie madhabahu. 2, sababu ya pili nimesema aidha ni ile roho sasa inatoa taarifa kwamba ulishainua madhabahu, na au kuna mtu mwingine aliinua madhabahu, ndio maana ninafanya kazi sasa. Sijui kama mpaka hapo nimeeleweka. Utakuja kugundua likifika swala la ndoto ni swala la ulimwengu wa roho ni swala ambalo nina flow sana, na ukiniona nina flow sana uniambie slow down, sielewi, kwa sababu ninazungumza kitu ninachokijua. Sijui kama mpaka hapo nimeeleweka. Nataka nikupe maandiko ya kusimamia hicho kitu nilichokizungumza. Mpaka hapo nimeeleweka? Nataka nikupe maandiko ya kusimamia hicho nilichokizungumza. Tunaelewana? Kumbuka siku zote ndoto ni matokeo ya moja, roho inayotafuta uhalali wa kuja kufanya kazi kwa huyo muotaji. Au kwa mfano naweza nikaota ndoto inayohusu familia yangu, au ninaweza nikaota ndoto inayohusu taifa langu, ninaweza nikaota ndoto inayohusu biashara yangu, inayohusu huduma yangu. Ile ndoto ikawa kwamba hiyo roho bado haijafanya kazi, lakini inatafuta uhalali wa kuruhusiwa kuja kufanya kazi hapa duniani, au kwa ile biashara, au kwa watoto wangu, au kwa familia yangu, au kwa eneo, au kwa ndoa yangu. Kwa hiyo kama inatafuta uhalali, ni lazima niinue madhabahu.
Kama hiyo roho inatafuta uhalali, ni lazima niinue madhabahu. Kama haitafuti uhalali na ninaota, ina maana hiyo ndoto ni taarifa ninapewa kwamba kuna madhabahu imeinuliwa mahali. Aidha nimeinua mimi, wameinua watu wengine, wameinua watu wabaya, na sasa kinachoendelea kwenye maisha yangu ni matokeo ya madhabahu iliyoinuliwa mahali fulani. Wana wa Mungu, ieleweke tu jambo hili. Mahali popote penye ndoto, ieleweke jambo hili. Aidha kuna madhabahu imeinuliwa, au hiyo roho inatafuta kuinuliwa madhabahu ili ije ifanye kazi. Mahali popote penye ndoto leo, lazima ieleweke kwamba ndoto hiyo ni roho ni madhabahu imeinuliwa mahali fulani, au ndoto hiyo ni roho inatafuta kuinuliwa madhabahu ili kuja kufanya kazi, kuja kufanya kazi. Kwa nini kuinuliwa madhabahu? Kumbuka, kwa nini kuinuliwa madhabahu au kuna madhabahu imeinuliwa? Ni kwa sababu sheria ya kiroho inasema kwamba roho yoyote haitafanya kazi duniani mpaka iinuliwe madhabahu. Likija swala la kuinuliwa madhabahu, wana wa Mungu, usichanganyikiwe sana. Vitu vingi watu wanavyovifanya vinaashiria kwamba wameinua madhabahu bila wao wenyewe kujua. Vitu vingi watu wanavyovifanya vinaashiria kwamba wameinua madhabahu bila wao wenyewe kujua. Kwa hiyo likija swala la madhabahu ni nini? Hii ni topic nyingine ambayo tukipata nafasi tutakuja kuizungumzia tena wakati mwingine. Kumbuka kuna sheria kiroho inasema roho yote itafanya kazi duniani mpaka iinuliwe madhabahu. Sheria inapatikana kutoka kwenye kitabu kile cha Kutoka 20:24. Sheria ya madhabahu inaitwa Kutoka 20:24. Somea haraka. Ilisema niweke msingi kwanza kabla ya kwenda sasa kwenye hizi ndoto. Je, kama ndoto ni nzuri tunainua madhabahu? Ili swali usingepaswa kuliuliza, kwa sababu kama unaelewa ndoto ni nini, kulikuwa hakuna haja ya kuuliza hii ndoto. Kama umenisikiliza pia tangu mwanzo, nimesema kuna ulimwengu wa giza na kuna ulimwengu wa nuru. Ulimwengu wa nuru ndio unahusika na ndoto nzuri. Ulimwengu wa giza ndio unaohusika na ndoto mbaya. Okay. Kama ulimwengu wa nuru ndio unahusika na ndoto nzuri na ulimwengu wa giza ndio unahusika na ndoto mbaya, ndoto ni matokeo ya roho zilizo kwenye ulimwengu wa roho tayari zinatafuta kuinuliwa madhabahu, au ni matokeo ya roho ambazo zimeshainuliwa madhabahu tayari. Na nimesema roho yote itafanya kazi mpaka iinuliwe madhabahu. Usisahau jambo hilo. Kwa hiyo kulikuwa hakuna haja ya kuuliza kama ndoto nzuri unapaswa kuziinulia madhabahu. Lazima uelewe ndoto ni nini. Ukishaelewa ndoto nzuri, ungejua kwamba je, ndoto nzuri au mbaya napaswa kuziinulia madhabahu. Kitabu kile cha Kutoka 20:24 ni sheria ya kiroho ya madhabahu. Kutoka 20:24, my daughter, God bless you, inasema utanifanyia madhabahu ya udongo, nao utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, kondoo zako na ng'ombe zako, kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu, hapo ndipo nitakapokujilia na kukubariki. Huyu ni Mungu anazungumza na Ibrahim. Anamwambia kama unataka mimi nije kukubariki, kama unataka mimi nije nikubariki. Mungu anamwambia kwamba lazima uniinulie madhabahu, na ukishaniinulia madhabahu unatoa uhalali wa mimi kuja kukubariki. Ukishaniinulia madhabahu unatoa uhalali wa mimi kuja kukubariki. Hii inaitwa ni sheria ya madhabahu. Wana Mungu, mahali popote pale utakapoota ndoto, lazima uelewe kwamba kuna madhabahu iliinuliwa, au hiyo roho inataka kufanya kitu fulani kwenye maisha yako, na inataka sasa uinue madhabahu ili ije. Niangalie mifano ya Biblia haraka michache. Mwanzo 28:10. Mwanzo 28:10. Ndoto zote hizi nitakazozitaja utakuja, hata kama ni msomaji wa Biblia, kama ni msomaji mzuri wa Biblia, ukisoma watu wote walioota ndoto inakuja baada ya wao kuinua madhabahu au kuiendea madhabahu fulani. Wote, kama ni msomaji mzuri wa Biblia. Mwanzo 28:10 tafadhali. Mwanzo 28:10. Kumbuka, mahali popote penye madhabahu lazima patakuwa na ndoto. 2,
ndoto inaweza ikawa ni roho inatafuta kuinuliwa madhabahu ili ipate uhalali wa kuja kufanya kazi hapa duniani. Mwanzo 28:10 tuanze na hiyo. Mwanzo 28:10. Kama pia sieleweki, unaweza ukaniwekea kwenye comment kwamba bado sijakuelewa. Kama pia unanielewa, unaweza ukaniwekea pia kwenye comment. Nitaelewa. Sikiliza, hii ni ndoto ya Yakobo. Yakobo akatoka Barsheba, akaenda Harani, akafika mahali fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatoa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale. Mstari wa 12, akaota ndoto. Kumbuka, mahali popote penye ndoto lazima uelewe kuna madhabahu. Mahali popote penye ndoto kuna madhabahu, au kuna roho inatafuta kuinuliwa madhabahu ili ifanye kitu. Mstari wa 12, akaota ndoto, na tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama malaika wa Bwana, malaika wa Mungu wapanda na kushuka juu yake. Mstari wa 13, na tazama Bwana amesimama juu yake, akasema, mimi Bwana Mungu wako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa baba yako, Mungu wa Isaka. Nchi hii ulalao nitakupa wewe na uzao wako, na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nao utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini. Na katika wewe na katika uzao wako na jamaa zote za dunia watabarikiwa. Mstari wa 15, na tazama mimi nitakuwa pamoja nawe, nitakulinda kila uendapo, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sita kuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. Mstari wa 16. Kumbuka ni Yakobo anaota ndoto. Alifika mahali akalala hapo usiku huo, akaota ndoto. Mstari wa 16. Yakobo akaamka katika usingizi wake, akasema, kweli Bwana yuko mahala hapa, wala mimi sikujua. Huu mstari wa 16, kama hukuelewa kitu Yakobo alichosema, kama haufahamu mambo ya kiroho, hutaelewa. Mstari wa 16 Yakobo anasema hivi: Yakobo akaamka katika usingizi wake, akasema, kweli Bwana yuko mahala hapa, wala sikujua. Mstari wa 17, akaogopa akasema, mahala hapa panatisha kama nini! Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitoa jiwe aliloliweka chini yake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Akaita jina lake mahali pale Barsheba. Sikiliza, Yakobo akaita mahali pale Barsheba, lakini jina la mji ule hapo mwanzo lilikuwa linaitwa Luzu. Ieleweke jambo hili, wana wa Mungu. Hapa mahali Yakobo alipolala, Isaka ndiye aliinua hapo madhabahu zamani, akapaita Barsheba. Hili eneo ambapo Yakobo alikuja akalala hapo. Ndio maana unasikia Yakobo anasema mahala hapa ni mahali pana nyumba ya Mungu, ni madhabahu ya Mungu. Hapa Yakobo alipofika akalala, yeye alilala mahali ambapo baba yake Isaka aliweka hapo madhabahu, ambapo Isaka akaita Barsheba, akaita ile madhabahu Barsheba. Isaka alishainua hapo madhabahu bila Yakobo kujua. Kwa hiyo Yakobo alikuja akalala mahali penye madhabahu ya baba yake. Yakobo alikuja akalala mahali penye madhabahu ya baba yake. Kitu gani nimesema? Mahali popote penye madhabahu lazima kuna ndoto itatokea hapo. Mahali popote penye madhabahu lazima kuna ndoto itatokea hapo. Mwanzo 15 tena haraka. Mwanzo 15. Kumbuka tumeona Yakobo alipolala anasema hii ni nyumba ya Bwana. Nyumba ya Bwana, wasomaji wa Biblia wanaelewa hapo ndipo Isaka alipoinua madhabahu zamani. Mwanzo 15 tena. Mwanzo 15 niende mstari wa 8. Kumbuka mahali popote penye madhabahu kitakachofuata ni ndoto. Mwanzo 15 hii ni habari ya Ibrahim. Mstari wa 8 niende. Akasema, Bwana, nitajuaje ya kwamba nitarithi? Mstari wa 9, akamwambia,
Unipatie ndama wa miaka mitatu na mbuzi mke wa miaka mitatu na kondoo mume wa miaka mitatu na hua na mwana njiwa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hawakuwapasua. Mstari wa 11, hata tai walipotua juu ya mzoga, Abrahamu akawafukuza. Mstari wa 12, na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Ibrahim. Ieleweke jambo hili, Mungu anamwambia Ibrahim, nipatie sadaka ya kuteketezwa. Ieleweke pia, zamani kama ulikuwa ukitoa sadaka, lazima utengeneze madhabahu. Kama ulikuwa ukitoa sadaka, lazima utengeneze madhabahu, ndipo uweke ile sadaka yako juu yake. Baada ya Ibrahim kutengeneza madhabahu na kuweka sadaka yake juu yake, mstari wa 12 unasema hivi, na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Ibrahim. Usingizi mzito ulimshika Ibrahim, manake physical Ibrahim hayupo tena. Yule Ibrahimu wa mwilini hayupo tena. Kitakachokuwa kinaendelea hapa ni ndoto. Kwa nini? Kwa sababu alishainua madhabahu. Mstari wa 13, Bwana akamwambia Ibrahimu, upate kujua hakika ya kwamba uzao wako utakuwa ugeni katika nchi isiyokuwa ya kwake. Yote aliyokuwa yanaendelea huku chini, yote Ibrahimu alikuwa anayapata katika usingizi. Usingizi mzito ukamtokea Ibrahim ni baada ya Ibrahim kuinua madhabahu na kutoa sadaka juu yake. Wafalme wa kwanza tena, haraka nataka nisimamie ile pointi yangu kwamba mahali popote penye ndoto pana madhabahu iliyoinuliwa au roho inataka kuinuliwa madhabahu. Samueli wa kwanza tena, Wafalme tafadhali, Wafalme wa kwanza 3:5. Tusisome hii habari nikupe ili kurahisisha muda. Utakwenda kusoma Wafalme wa kwanza 3:5 au Wafalme wa kwanza 3 yote. Hii ni habari ya ndoto ya Suleiman. Watu wanaelewa kwamba Suleiman alitoka kwenye mji wake akaiendea madhabahu ya juu inayoitwa ni madhabahu ya Gibeon. Maandiko yanatuambia baada ya Suleiman kuiendea ile madhabahu ya Gibeon, akatoa sadaka zake za kuteketezwa hapo kwenye hiyo madhabahu. Kumbuka, ukishaiendea madhabahu tu au madhabahu ikiinuliwa, kitakachotokea ni ndoto. Usiku huo huo, baada ya Suleiman kuiendea madhabahu ya juu ya Gibeon na kutoa sadaka zake pale, kilichofuata maandiko yanatuambia usiku huo huo Gideon akaota ndoto. Ndoto ni roho inayokuja inasema, sasa kutokana na madhabahu iliyoinuliwa, madhabahu uliyoinua, sasa tunataka kufanya kazi kwenye maisha yako. Andiko la mwisho haraka, Waamuzi 6. Ukisoma Waamuzi 6 yote ni habari ya Gideon. Maandiko yanatuambia Mungu Gideon alivunja madhabahu iliyokuepo, akajenga madhabahu nyingine. Baada ya kuvunja na kujenga madhabahu nyingine, kilichotokea usiku huo huo, Gideon kuna mtu akaota ndoto, mkate wa shairi unaanguka kwenye kambi ya Wamidiani, alafu Gideon akasikia kutafsiriwa kwa ile ndoto. Wana wa Mungu, pointi yangu kubwa ni ipi hapa? Pointi yangu kubwa ni hii. Mahali popote, maandiko yote niliyokuonyesha yanakuonyesha kwamba mahali popote walipoendea madhabahu au walipoinua madhabahu, kilichofuata ni ndoto. Ndoto ni matokeo ya madhabahu iliyoinuliwa au ulioinua au roho inayotafuta kuinuliwa madhabahu ili ifanye kazi. Kwa nini ni madhabahu? Ni kwa sababu kuna sheria inayosema roho haitafanya kazi mpaka iinuliwe madhabahu. Kwa hiyo tuna swali la kujiuliza hapa. Je, ndoto zako zinaashiria kwamba hiyo roho inatafuta kuinuliwa madhabahu, au ndoto zako zinaashiria kwamba roho hiyo ilishainuliwa madhabahu na inaendelea kufanya kazi kwenye maisha yako? Hii ni pointi nyingine nitaiweka pending, itakao kuja kukusaidia kuelewa, je, ndoto hizi zinaashiria kwamba kuna roho inatafuta kuinuliwa madhabahu au roho hii tayari ilishainuliwa madhabahu. Hii pointi nitaiweka pending. Okay. Baada ya kuzungumza yote haya kuhusiana na ndoto, naomba nizungumze hivi sasa. Wana Mungu, kama ndoto zina umuhimu sana wa maisha ya mtu. Moja ya ndoto zinaweza zikawa zina reveal kile kitu kinachoendelea kwenye maisha ya mwanadamu. 2, ndoto zinaweza zika reveal mwanadamu huyo ni nani, yukoje, yeye ni nani.
Tatu, ndoto zinaweza zikareveal past ya mtu. Past ya mtu manake yale aliyopita huko nyuma. Kama ndoto zina umuhimu hivi. Moja, nilisema kuwa makini na ndoto zile unazoziota zile kila siku. Watu ni wale kila siku. Yani ndoto zako hazibadiliki. Kila siku mtu unayemuota kwenye ndoto ni yule. Ndoto zako, mazingira unayoyaota kila siku ni yale. Hili somo pia nitaliweka pending. Nije nilizungumzie siku nyingine kwa nini kila siku watu unaowaota kuendelea kuota watu wale kwenye ndoto zako. Kuendelea kuota mazingira yale kwenye ndoto zako. Kuendelea kuota matukio yale kwenye ndoto zako. Hili somo nitaliweka pending kwa ajili ya siku nyingine. Ndoto unazoota watu wale kila siku, mazingira yale kila siku, watu wale kila siku. Ieleweke hivi kabla ya kwenda kwenye hiki ambacho nataka nikizungumze. Ieleweke hivi wana wa Mungu. Pamoja na kwamba ndoto zina maana na sababu za kuota ndoto nimeshazieleza. Pamoja na kwamba ndoto zina maana, naomba ieleweke jambo hili. Mara nyingi lugha za ndoto zako ni ishara. Mara nyingi ndoto zako zitakuwa katika ishara. Manake zitahitaji kutafsiriwa. Utahitaji kuelewa maana. Wana wa Mungu, ni mara chache sana utaota ndoto na ndoto hiyo ikawa vile ulivyoiota. Mara nyingi ukiota ndoto ikawa manake haihitaji kutafsiriwa, zinaitwa ni prophetic dreams. Ndoto zote utakazoziota zikawa hazihitaji kutafsiriwa, zinakuwa kwenye prophetic dream. Mara nyingi lugha ya ndoto zako zinakuwa ni ishara. Manake vitu vingi utakavyoviota vinakuwa katika ishara. Naomba ieleweke pia jambo hili. Mara zote pia ishara moja na ishara ya mtu mmoja na ishara ya mtu mwingine vinaweza vikatofautiana kutokana na culture, utamaduni wa huyo mtu, utamaduni wa hiyo familia, au utamaduni wa mazingira fulani. Ndio maana sio lazima sana watu wote tunaoota ndoto fulani zikawa zote zina maana hiyo. Sio lazima sana watu wote tunaoota ndoto fulani zote zikawa za maana hiyo. Kwa nini? Mara nyingi ndoto zinatokea watu kutokana na vile vitu walivyovizoea, utamaduni wao, culture yao, mazingira yao yakoje. Ndio maana likifika swala la kutafsiri ndoto, lazima mtafsiri wa ndoto awe kwanza na kitu tunachokiita ni elimu ya kutafsiri ndoto. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli utagundua kwamba Danieli alikuwa na huo uwezo wa kutafsiri ndoto. 2, lazima mtu huyo awe anakuwa guided by Holy Spirit. Kwa nini? Mara nyingi huwa sitaki kutafsiri ndoto za watu kwa sababu hakuna kazi ngumu kama kutafsiri ndoto ya mtu. Wana wa Mungu, ni hatari sana pale ambapo ndoto yako inakuwa imebeba ujumbe mkubwa. Mara nyingi ni hatari sana pale ambapo ndoto yako imekuwa imebeba ujumbe mkubwa, imebeba maelezo makubwa juu ya maisha yako, juu ya nchi, juu ya taifa, juu ya dunia, alafu ukapata wrong interpretation. Ni hatari sana. Ndio maana watu wote wanaotafsiri ndoto leo lazima wawe makini sana. Kwa nini? Kupitia tafsiri ya ndoto unaweza ukafuta maana nzima ya ujumbe, au kupitia ndoto unaweza ukamsababisha mtu akakosa ule ujumbe uliokuwa kwenye ndoto. Ndio maana ni muhimu sana yoyote anayejiita ni mtafsiri wa ndoto leo, 1, awe guided by Holy Spirit. 2, awe na ule uwezo. Biblia inasema ni elimu. Danieli alikuwa na hiyo elimu ya kutafsiri ndoto. Dreams interpretations ni uwezo, ni elimu, ni watu wachache sana walionao. Okay, kama ulimwengu wa roho unafanya ndoto, zinafanya kazi, zinazungumza kwa ishara. Ngoja nijaribu kuzungumza ishara hii moja tu. Kwa mfano, kama ukiwa na uwezo mkubwa, kama ukiwa na IQ kubwa, ni rahisi sana kuinterpret dreams. Ni rahisi sana kutafsiri ndoto. Kwa mfano, tuzungumze juu ya ndoto za ndege. 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 Mtu anaota ndege, aidha ndege inapaa
ndege ina abiria, ndege ina collapse, pengine inaanguka baharini, pengine inaanguka nchi kavu. Lazima aelewe kwamba ndege ni symbol, ni ishara ya kiroho. Ndege ni ishara ya kiroho. By the way, pia nilishasema vitu vingi vilivyotumika kwenye Biblia vilikuwa kwenye ishara. Kwa mfano damu, misalaba, sijui nini, hizi zote zilikuwa ni ishara. Okay. Kwa mfano mtu anaota ndege, lazima aelewe kwamba ile ilikuwa ni ishara. Ulimwengu wa roho ulikuwa unazungumza naye juu ya ishara. Kwa hiyo ndege, mtu anaota ndege, lazima ajiulize ndege ni ishara inayoashiria nini? Ndege ni ishara inayoashiria hatma. Nisikilize, ndege ni ishara inayoashiria hatma. Alafu hatma ile ndege inapaa kwenda wapi? Yaani inanyanyuka kwenda angani. Chochote kinachonyanyuka kwenda angani, ile ni uwezo, ni nguvu. Kwa hiyo tayari tuna hatma, kwa kupitia ndege tu tuna hatma, tuna uwezo mkubwa. Na sio uwezo mkubwa tu. Ndege ni hatma, alafu hatma kubwa, alafu inapaa kwenda wapi? Utakuja kugundua kwamba hii ni international. Hii ni international, watu wenye hatma za international. Alafu fikiri, ndege ni hatma, alafu ina collapse, inaanguka baharini. Kuanguka baharini maana yake ni nini? Pamoja na kwamba huyu mtu ana hatma kubwa, ana international hatma kubwa ya kimataifa, ndoto yake inaashiria kwamba kuna marine spirit, kuna uchawi utakaosababisha hatma yake ikolapsi. Kwa hiyo ndoto zote zitakuwa kwenye ishara, zikihitaji kuwa na tafsiri. Kwa haraka nianze kujadili na wewe au kuzungumza na wewe. Nitakutajia ndoto 10 ambazo zinaashiria ndoto 10 zinazoashiria kwamba hatima yako, nyota yako. Ndoto 10 zinazoashiria kwamba hatima yako, nyota yako, maisha yako, uwezo wako umeibiwa. Ieleweke kwamba kila mtu ana uwezo ndani yake, kila mtu ana ability ndani yake, ana potential ndani yake, ana nyota, ana hatima. Kuna ndoto ukiziota, hizi ndoto zinaashiria kwamba aidha nyota yako imeibiwa, hatima yako imeibiwa, uwezo wako umeibiwa, utukufu wako umeibiwa, au mtu mwingine anatumia hivi vitu. Ieleweke. Kuna uwezekano hizi ndoto nitakazozitaja, kama utakuwa unaziota, zinaashiria kwamba nyota yako imeibiwa, hatima yako imeibiwa, utukufu wako umeibiwa, ule uwezo, karama, potential, ability ndani yako vimeibiwa, au mtu mwingine naelewa sasa maana ya ndege. Najua lazima uelewe kwa sababu ndoto yako ninaielewa. The point inapaswa uelewe kwamba ndoto yako ilikuwaje. Okay. Hizi ndoto zinaashiria kwamba, hizi ndoto nitakazozitaja zinaashiria kwamba hivi vitu vimeibiwa. Mtu mwingine anavitumia. Moja, nisikilize kwa makini wana Mungu, kuna vitu unapaswa uvielewe na kuvielewa. Na once ukijikuta kwenye hili kundi la kwanza, you have to engage fasting either ya 3 days au 2 days. Kwa sababu tayari unaelewa kwamba una maisha makubwa, una nyota kubwa, una hatima kubwa, lakini vimeibiwa. Una utukufu mkubwa, lakini vimeibiwa. Ndoto ya kwanza, kuota mtu anayefanana na wewe, anaendesha gari kubwa la kifahari, yuko kwenye nyumba ya kifahari, au yuko na maisha ya kifahari, yuko na fedha nyingi sana. Wana Mungu, kuota mtu anayefanana na wewe, a same person, anaonekana sawa na wewe kabisa, yuko kwenye gari kubwa, gari la kifahari, yuko kwenye maduka makubwa ya kifahari, anamiliki vitu vikubwa, vitu vya thamani sana, yuko kwenye majumba makubwa ya kifahari, yuko kwenye mandege, mara anasafiri, mara anabadilisha fedha. Hii ndoto inaashiria kwamba una maisha makubwa, una hatima kubwa, una nyota kubwa, lakini kuna mtu mwingine anaitumia. Kuna mtu mwingine anatumia.
Mahali popote utakapoona mtu mwingine kwenye ndoto anayefanana na wewe, anaishi maisha mazuri, yuko na vitu vizuri, hii ni ishara kwamba kile kitu kilichokuwa ndani yako kikubwa kimeibiwa, hauna tena, na ndio sababu ya wewe kuteseka, hauna tena. 2, kuota unakatwa nywele. Nilishazungumza sana juu ya hii ndoto. Mahali popote utakapoota wanakunyua nywele, ni ishara inayoashiria kwamba una utukufu mkubwa, lakini kuna mtu mwingine ameuiba, kuna mtu mwingine ameuchukua, kuna mtu mwingine anautumia. 3, kuona mtu amechukua viatu vyako au kiatu chako. Kuona mtu mwingine amechukua kiatu chako au viatu vyako. Kupoteza viatu. Ndoto zote za kupoteza viatu, hizi ndoto zinaashiria kwamba una utukufu mkubwa, una hatima kubwa, una kusudi kubwa, lakini kuna mtu mwingine anatumia au ameiba. 4, kuona mtu mwingine amechukua picha yako, dokumenti yako, au hizi picha unaona mtu una document, mtu ana document lakini ina jina lako. Mtu ana document lakini juu ya ile document ameweka picha yako. Ndoto zote hizi za kuona umepoteza document, umepoteza picha yako inaibiwa, sijui nini vyote, au kuna kitu kina picha yako, kina majina yako, hizi ndoto zote zinaashiria kwamba una maisha makubwa, una hatima kubwa, una utukufu mkubwa, lakini mtu mwingine anatumia. Sijui kama nimeeleweka hii ndoto hii. Ni zile ndoto zote, aidha unaota umepoteza picha, unapigwa picha, mtu anachukua picha yako, au dokumenti zako zinapotea, dokumenti zako mtu mwingine anazo, au kwenye mtu ana document lakini ndani ya ile document unaona ameweka picha yako. Hii ndoto ni ndoto inayoashiria kwamba kuna mtu anatumia maisha yako, anatumia hatima yako, anatumia nyota yako. Ndoto ya 5, kuona mtu amechukua ID yako au cheti chako. Mtu amechukua ID yako au cheti chako. Ni ndoto zinazoashiria kwamba kuna mtu anatumia maisha yako. 6, kuona una funguo nyingi zikapotea au zikaibiwa. Kuona una funguo nyingi zikapotea au zikaibiwa. Mahali popote utakapoona una funguo nyingi zimepotea au zinaibiwa, hii ni ishara kwamba kuna mtu anatumia maisha yako. Una maisha makubwa. Kumbuka hizi ndoto zote ninazozizungumza zinaashiria una kitu kikubwa lakini kimeibiwa ndani yako. 7, kuona gari yako imeibiwa. Gari manake ni maisha. Kwa mtu akiiba gari yako manake maisha yako yameibiwa. Kuona saa yako imeibiwa. Ndoto zote hizi zinaashiria kwamba kuona nyumba yako imeibiwa, kiwanja chako kimeibiwa. Wana Mungu, ndoto zote zinazoashiria kwamba ulikuwa una vitu vya thamani vikaibiwa. Ndoto hizi zinaashiria kwamba ulikuwa una maisha makubwa lakini kuna mtu anayatumia au ameyaiba. Mtu anayatumia au ameyaiba. Kuna ndoto zinazokuja kuashiria kwamba mtu ana utajiri ndani yake. Kuna ndoto zinazokuja zikiashiria kwamba mtu ana nguvu ya utajiri ndani yake. Kuna ndoto ambazo mtu ataziota zinazoashiria kwamba mtu ana ile nguvu ya utajiri ndani yake. Wana Mungu, matajiri wote unaowaona leo ni lazima walikuwa wana ile nguvu ya utajiri ndani yao, au walichukua hiyo nguvu kwa watu wengine. Kwa hiyo kuna ndoto ukiziota, ndoto hizo zinaashiria kwamba una nguvu ya utajiri ndani yako, na sio ndogo, ni kubwa. Una nguvu kubwa ya utajiri ndani yako. 1, kuota mvua kubwa sana inanyesha. Nisikilize, kama umekuwa ni mtu wa kuota ndoto hii, unaota mvua kubwa sana inanyesha, hii ndoto inaashiria kwamba una possess uwezo mkubwa, uwezo mkubwa wa fedha ndani yako. Ieleweke hivi, wana wa Mungu. Kwa mfano, mvua inaponyesha kwenye ardhi, vitu vinachipua. Kwa hiyo kuota mvua kubwa sana inanyesha, that means kwamba una uwezo mkubwa wa fedha ndani yako. Hii ndoto sijasema kuota unanyeshewa mvua.
Kuota unanyeshewa mvua ni kesi nyingine tena. Nimesema uko mahali unaona mvua kubwa sana inanyesha. Hii ndoto inataka kusema kwamba una nguvu kubwa ya utajiri ndani yako. Ndoto ya pili. Kuota unaomba kila mara. Kila wakati kwenye ndoto zako wewe unaota unaomba. Kila wakati kwenye ndoto zako wewe unaota unaomba. That means una nguvu kubwa ya utajiri ndani yako. Mbingu ya utajiri imefunguka ndani yako. Mbingu ya utajiri imefukuza mbingu ya utajiri imefunguka ndani yako. Una nguvu kubwa ya utajiri ndani yako. Kila wakati unaota unaomba. Kila wakati unaota unaomba. 3. Kuota unasaidia watu. Kila wakati unajiona ni mtu unasaidia watu kwenye ndoto. Kila wakati unajiona ni mtu unasaidia watu kwenye ndoto. Hii inaashiria kwamba Mungu amekubariki sana. Una ule uwezo mkubwa sana ndani yako kiasi kwamba unapaswa utoe na kuanza kusaidia watu. Unakumbuka hili kundi la pili la ndoto nalo lizungumza ni wale watu wote wenye uwezo mkubwa wa utajiri ndani yao. Ni kuota unasaidia watu. 4. Kuota unahesabu pesa. Hizi kesi ninazo sana. Kuota unahesabu pesa. Wewe kila wakati ni mtu wa kuhesabu pesa. Hii ndoto inaashiria kwamba una nguvu kubwa ya utajiri ndani yako. 5. Kuota unavuna samaki. Kuota unavua samaki. Hii ndoto ya kuota unavua samaki, nisikilize. Kuota unavua samaki au una samaki au unagawa samaki. Hii ndoto inaashiria kwamba una uwezo mkubwa wa fedha ndani yako na utakwenda kufanikiwa kwenye karama fulani. Watu wengi wametafsiri ndoto ya kwamba unavua samaki au kuwa na samaki, wakatafsiri kwamba huyu mtu ana karama ya unabii, ana karama ya utumishi ndani yake au ni utumishi. No. Kuota unavua samaki inaashiria kwamba una uwezo mkubwa wa fedha ndani yako kiasi kwamba watu watafuata, utafanikiwa kwenye karama yako. Karama yako vipi? Hii ndoto inaashiria kwamba pengine una biashara, utafanikiwa kwenye karama ya biashara, utafanikiwa kwenye karama ya utumishi, utafanikiwa kwenye karama sijui ya ualimu, utafanikiwa kwenye karama sijui ya nini. Ndoto ya kuvua samaki au kuona una samaki ni ndoto inaashiria kwamba una utajiri mkubwa ndani yako, lakini utafanikiwa tu pale ambapo utakuwa kwenye karama yako. Sijui kama nimeeleweka. Utafanikiwa pale ambapo utakuwa kwenye karama yako. Inawezekana karama yako ni mkulima. That means huo uwezo utatoka tu pale ambapo utaanza kulima. 6. Ndoto ya 6 inaashiria kwamba una nguvu kubwa ya utajiri ndani yako. Kuota unanunua gari, unanunua nyumba, unanunua kiwanja, unanunua vile vitu vya thamani. That means umepossess. Wana Mungu, angalia, kununua gari manake lazima uwe na fedha. Kununua shamba lazima uwe na fedha. Kiwanja lazima uwe na fedha. Kununua vitu vya thamani lazima uwe na fedha. That means umepossess nguvu kubwa ya utajiri ndani yako. Umepossess nguvu kubwa ya utajiri ndani yako. 8. Hii ndoto unajua watu wengi wana maisha makubwa lakini hawajielewi. Watu wengi wana maisha makubwa, wana vitu vikubwa sana ndani yao lakini hawajielewi. Namba 8. Namba 8. Sikilize mara nyingi uelewe. Namba 8, ndoto inayoashiria kwamba una nguvu ya utajiri ndani yako. Namba 8, kuota unachuma matunda. Uko kwenye maembe unachuma yale maembe, uko kwenye maparachichi unachuma maparachichi, machungwa, uko kwenye bustani za matunda. Nisikilize. Ndoto zote zinazoashiria aidha kuchuma matunda au uko kwenye bustani za matunda. Ndoto hizi zinaashiria kwamba una roho ya maendeleo kifedha ndani yako. Ndoto hizi zinaashiria una roho ya maendeleo kifedha ndani yako.
ni wale watu wote nakwambia mimi mara naokota maembe mabichi, nachuma maembe mabichi, mara si nini, mara si nachuma hiki. Ndoto zote utakazo ziota ukaota unachuma matunda uko kwenye bustani za matunda au kitu kinachohusiana na matunda, maanake una roho ya maendeleo kwenye eneo hilo la fedha. Uwezo wa kuendelea kifedha uko ndani yako. Uwezo wa kuendelea kifedha uko ndani yako. 9. Kuona mbingu imefunguka, kuota nyota, mwezi. Hii inaashiria kwamba ni uwezo mkubwa. Huyu anasema namba 7. Namba 7 nimesema kujiona unaishi kwenye nyumba nzuri, mazingira mazuri na kadhalika. Hii ndoto inaashiria kwamba una uwezo mkubwa. Ile ni luxury life. Inaashiria kwamba una uwezo mkubwa ndani yako. Namba 10. Ndoto inayoashiria kwamba una uwezo mkubwa wa fedha ndani yako. Namba 10. Namba 10. Kumbuka hizi ndoto za kundi hili nilizozungumza ni wale watu wote wenye uwezo mkubwa ndani. Wana wa Mungu, watu wengi wana simba aliyelala ndani yao. Watu wengi wana vitu vikubwa huko ndani yao lakini vimelala. Ndoto ya 10 itakayoashiria kwamba una uwezo mkubwa wa fedha ndani yako. Ndoto ya 10 itakayoashiria kwamba una uwezo mkubwa ndani yako ni wale watu wote wanaoota wanashindana na mtu mkubwa, au wanaota wanashindana na kitu likubwa mpaka wakalishinda kwenye ulimwengu wa roho. Nisikilize. Watu wote wanaoota ndoto hizi, unaota unashindana na kitu likubwa, au unaota unapigana na mtu mkubwa mpaka umemshinda, that means una uwezo mkubwa wa fedha ndani yako. Lakini aidha roho ya umaskini kutoka upande wa baba yako, upande wa mama yako, ni familiar spirit inapambana na wewe. 2, una uwezo mkubwa wa fedha ndani yako, lakini kuna nguvu kubwa inayopingana na ule uwezo wa fedha ulioko ndani yako. Ni wale watu wote wanaota wanapigana na makitu makubwa sana, wanapigana na watu wakubwa sana. Hii ndoto yenyewe inaashiria tu kwamba una uwezo mkubwa wa fedha ndani yako, lakini mara nyingi zinakuwa ni familiar spirit, witchcraft, poverty zinashindana na wewe, ule uwezo usitoke ndani. Kwa ni ndoto, hizi ndoto nilizozitaja ni ndoto zinazoashiria kwamba kuna kitu kikubwa ndani yako lakini hakijatoka. Ieleweke jambo hili, wana wa Mungu. Kama unaota ndoto hizi na bado hakijatoka hicho kitu, kumbuka pointi yangu ya kwanza, hiyo roho itaendelea kusema hiki kitu kipo ndani yako mpaka uinue madhabahu kwa ajili ya hicho kitu kitoke ndani yako, kwa sababu haitafanya kazi. Utajiri wenyewe ni roho. Hiyo roho haitafanya kazi mpaka uinulie madhabahu. Wana wa Mungu, siku utakapoinua madhabahu tu ukaelewa kumbe ndoto hii nilikuwa naota inamaanisha hivi, ukaiinulia madhabahu special kwa ajili ya hiyo ndoto, wana wa Mungu, within muda mchache sana utaanza kuona manifestation ya ile ndoto. Na kati ya kitu ambacho tutakifanya leo ni kuraise an altar kwa ajili ya wale watu wote wanaoota ndoto nzuri ambazo bado hazijatokea. Okay. Kundi la mwisho nitakalo lizungumza leo ni wale watu wote wenye hatima kubwa. Kumbuka hili kundi lilotoka hapa juu ni wale watu wenye nyota kubwa. Kundi la mwisho nitakalo lizungumza, ndoto za mwisho nitakazo zungumza ni wale watu wenye hatima kubwa, wenye nyota kubwa, wenye maisha makubwa. Kuna ndoto mtakazo kuwa mtaziota, watu wenye karama. Ikumbuka kwenye kitabu kile cha Mithali, kwenye kitabu kile cha Mithali 18:16 inasema umemwona mtu mwenye karama, unamuona mtu mwenye kipawa. Maandiko yanatuambia karama humfanya mtu, hufanya room kwa mtu. Ndio kile andiko Mithali 18:16. Mithali 18:16. Once utakuwa unaota ndoto hizi nitakazo zitaja kundi la mwisho, una maisha makubwa, una hatima kubwa na una nyota kubwa, una mafanikio makubwa sana. Mithali 18:16. Una karama kubwa. Mithali 18:16. Mithali 18:16.
Mithali 18:16. Mithali 18:16. Mithali 18:16 inasema hivi: zawadi ya mtu humpa nafasi, humleta mbele ya wakuu. Zawadi manake ni karama. Mithali 18:16 inasema zawadi ya mtu humpa nafasi. Humpa nafasi manake inampeleka mbali sana, alafu inamleta mbele ya wakuu. Biblia ya Kiingereza inasema a man's talents, a man's talent create a room for him. Humleta mbele ya wakuu. Man's talent. Wana wa Mungu, ndoto hizi nitakazozitaja zote hizi hapa, kundi hili la watu ni watu wenye maisha makubwa. Wana Mungu, nilisema watu wana ndani ya kwa mfano kuna siku nilisema ukiulizwa mtu hii ni mbegu, ukiulizwa mtumishi ameshika nini, utasema ni mbegu, lakini utaelewa kwamba ndani ya hii mbegu kuna matunda, ndani ya matunda kuna mbegu, ndani ya mbegu kuna miti, kuna miti. Kwa ndani ya mbegu moja kuna limsitu likubwa sana. Watu wengi wana maisha makubwa ambayo yamelala ndani yao, na they will wataendelea kuota ndoto hizi kila mara mpaka watakapoamua kuinua madhabahu na kuruhusu hiyo roho ianze kufanya kazi. Ni ndoto zipi hizo mtumishi? Ni ndoto zipi hizo zinazoashiria kwamba una maisha makubwa, una hatima kubwa, una kitu kikubwa ndani yako? Ni ndoto zipi hizo? Moja, kuota unasoma vitabu, uko kwenye mikutano mikubwa, uko kwenye makongamano makubwa. Kundi hili la kwanza la watu kila wakati kwenye ndoto wao wanaota wanasoma vitabu, wako kwenye mikutano mikubwa, wako kwenye makongamano makubwa, wako kwenye sherehe zina watu wengi sana. Watu ni wengi sana, uko katikati yao. Hii ndoto inaashiria kwamba una kitu kikubwa sana ndani yako. Hii ndoto inaashiria kwamba una kitu kikubwa sana ndani yako. 2, kuota unafundisha watu. Kuota unafundisha watu. Pale ambapo unakuwa ni mtu wa kufundisha watu, kila wakati wewe unafundisha watu. Mara nyingine unaota unafundisha kanisani, mara nyingine unafundisha sijui wapi, mara nyingine unakuta unafundisha. Hii ndoto ya kuota unafundisha watu inaashiria kwamba una kitu kikubwa ndani yako, una hatima kubwa ndani yako, una kitu kikubwa ndani yako. 3, kuona una mayai mengi. Kuota una mayai mengi. Ndoto hii ya kwamba unaota una mayai mengi. Mayai means idea. Kitu kinapaswa kuzaliwa. Hii ndoto inaashiria kwamba una kitu kikubwa sana ndani yako. 4, kuona unasaidia mtu. Kila wakati wewe ni mtu wa kusaidia mtu, unasaidia watu. Hii ndoto inaashiria kwamba una kitu kikubwa ndani yako. 5, kuona nyota. Mara nyingine kuna mtu nilikuwa namfahamu anasema naona nyota nyingi mbinguni, maana yake una potential, una ability kubwa. Nakumbuka hii ndoto ilinisumbua sana. Naona nyota mbinguni zinafunguka, mara zinadondoka, maana yake Mungu alikuwa anasema una ability, una uwezo mkubwa sana ndani yako. 5, kujiona uko na watu wakubwa, viongozi wa nchi, celebrity, wanamuziki wakubwa. Hii ndoto inaashiria kwamba una kitu kikubwa sana ndani yako. 6, sikiliza hii ndoto ya 6. Kuona unaombewa na watumishi wa Mungu. Nisikilize wana wa Mungu. Kuona, yani hizi ndoto hakuna maana yote Mungu alete watumishi wa Mungu uzungumze nao. Kuna mtu anakuambia yeye ni bingwa, kila siku mara anaombewa na TB Joshua, mara TB Joshua anazungumza naye kwenye ndoto, mara sijui mtumishi gani anaongea naye, mara na anointing, mara anamfanyia deliverance. Ndoto zote unazowaona watumishi wa Mungu, hata zile ndoto za kuona unafanya tendo la ndoa na sikiliza, zile ndoto zote za kuona unafanya tendo la ndoa na watumishi wa Mungu sio ndoto mbaya. Tendo la ndoa manake ni muunganiko. Ni muunganiko. Ndoto zote hizi unazowaona watumishi wa Mungu zinaashiria kwamba una kitu kikubwa sana ndani yako, na kitatoka tu kwa njia ya kufanyiwa maombi. Unaona mtumishi anakuanoint, unaona mtumishi anakuombea, unaona unafanya tendo la ndoa na mtumishi wa Mungu, unaona sijui anakupa maelekezo. Ndoto zote hizi zinaashiria kwamba una kitu kikubwa ndani yako. Wakati mwingine tafuta hawa watumishi kama ni possible, ili wakuanoint au wakuombee. Kama sio possible, tafuta watumishi wa Mungu ili wakuombee na au wakuanoint. Watu wote wanaowaota watumishi wa Mungu wote, maanake una kitu kikubwa ndani yako.
Namba 8, kujiona uko kwenye TV, kwenye magazeti. Unaota kabisa niko kwenye TV au wananizungumzia kwenye TV au kwenye magazeti au kwenye vyombo vya habari. Means una kitu kikubwa ndani yako. Kuona unapigana vita lakini unashinda, means una kitu kikubwa ndani yako, lakini una vita pia ndani yako itakufuata. 12, kujiona unasafisha mazingira. Wana wa Mungu nisikize kwa makini. Kujiona unasafisha mazingira. Hii ndoto ya kusafisha mazingira inaweza ikawa na maana mbili, lakini nitazungumzia tu hii maana moja leo. Unaona una deki, mara una deki nyumbani, mara unasafisha. Wana wa Mungu, manake una kitu kikubwa ndani yako, lakini unapaswa uhambo. Kuinuliwa huwa kunakuja baada ya mtu kushuka. Ile kufanya kupiga deki tu, kusafisha tu, manake Mungu anataka uhambo. Una kitu kikubwa ndani yako. Na wakati mwingine hii ndoto inaweza ikawa kwamba inaashiria, kwa mfano naota kila siku nafagia nyumbani kwetu. Ni kuchafu nilikuwa nafagia nyumbani kwetu. Hii ndoto inaweza ikawa inaashiria kwamba una kitu kikubwa ndani yako, lakini roho za kule kwenu zinakuzuia. Kwa hiyo unahitaji ufanye toba juu ya lile eneo la kwenu, ndipo unaweza ukaenda mahali. 13, kuona unawapatia watu chakula. Ni ndoto inayoashiria kwamba una kitu kikubwa ndani yako. 14, kujiona unapaa. Nilishazungumza sana hii ndoto. Kujiona unapaa manake una nguvu na uwezo mkubwa sana ndani yako. Shida inakuja kwamba unapaa, hiyo nguvu umeipata wapi? Kama sio kwa Mungu, lazima tujiulize umepata wapi hiyo nguvu. 15, kuona ndege zinapaa au zinaangusha vitu. It depending na aina ya ndege ulizoziona. Kila wakati unaona ndege zinapaa, mara zinakufuata, mara ndege zinaangusha vitu. Kwa mfano ukiona zile ndege za kijeshi zinaangusha vitu, Mungu anataka kusema kwamba una kitu kikubwa ndani yako, lakini uko chini ya mashambulizi ya kiroho. Kuona ndege zinapaa, ile nimesema ndege zinaanguka, una kitu kikubwa ndani yako, lakini kwa nini ni kitu gani kina? Na wakati mwingine hizi ndoto za ndege zinaweza zikaashiria hivi. Unaweza ukawa una kitu kikubwa kwa mashirika fulani, ofisi fulani, unaweza ukawa una kitu kikubwa kwa huduma fulani. Hizi ndege zote za ndege ni hivi. Kitu ulichonacho ni kikubwa, sio cha kukusaidia wewe. Na watu wote wa ndege hii ni international tunasema. Kwa hiyo unaweza ukawa una kitu kikubwa. Pengine kwa mfano nimeota niko kwenye ndege na wafanyakazi wa ofisini kwangu. Hii ndoto inaashiria kwamba mimi nitaisaidia ile ofisi iende kimataifa. Nimejiona niko kwenye ndege na watu wa huduma yangu. Manake mimi kile kitu nilichonacho kitasaidia ile huduma iende kimataifa. Nimesema kuota ndege ya jeshi inaangusha vitu. Mimi una kitu kikubwa ndani yako, lakini uko chini ya mashambulizi ya kiroho. Kuona ndege hizi za kivita, manake ni spiritual war. Una kitu kikubwa ndani yako, lakini uko na spiritual war. Wana wa Mungu, ndoto zote hizi nilizozizungumza zote, zile za kwanza utagundua ni kitu kiliibwa ndani yako. Una kitu lakini kiliibwa ndani yako. Za pili utakuja kugundua ni ndoto ambazo zinaashiria kwamba una utajiri ndani yako. Za tatu utakuja kugundua ni ndoto zinazoashiria kwamba una kitu kikubwa ndani yako. Watu wengi wanaoota hizi ndoto, kundi la pili na la kwanza, ni bado halija manifest. Lazima urudi kwenye ile sheria ya kwanza kwamba hizi ndoto zote ninazoziota ni lazima nizirudishe kuzinyanyulia madhabahu. Na unainua madhabahu kulingana na kile kitu una kitu kikubwa sana ndani yako. Ili kitokee, kiinulie madhabahu. Angalia unainua madhabahu ya namna gani? Angalia unainua madhabahu ya aina gani? Okay. Nilisukumwa nikusaidie tena hili eneo la ndoto leo. Eneo la ndoto leo. At least uwe na uelewa mkubwa. Wana wa Mungu, ndoto nyingi pia nzuri ambazo watu wanaziota hazitatokea mpaka watakapozinyanyulia madhabahu. Na wakati mwingine
ndoto nzuri watu walizoziota zinaweza zikafutika kwa sababu zilikaa sana. Mungu alileta kitu fulani, zilikaa sana, hawakufanya kitu chochote kikarudi. Nataka leo tufanye kitu na hawa watu wa ndoto nzuri. Wale watu wote wenye ndoto nzuri wanazoziota, nimeota napata kazi, nimeolewa, inaweza ikawa sio spiritual husband, ni kweli Mungu alisema hiyo roho ipo, lakini hukufanya kitu chochote kile. Watu wote ambao wana ndoto nzuri ambazo waliziota, hata haswa pia ile eneo ambalo linaashiria kwamba kuna kitu kikubwa ndani yao, wana utajiri ndani yao. Kuna kitu tunakiita unlocking the destiny, fungua hatima, saidia hatima. Watu wote wenye roho nzuri, leo nataka tuinue tena altar kumwambia Mungu, ruhusu, dhihirisha kile kitu kilichoko ndani yangu. Dhihirisha kile kitu kilichoko ndani yangu. Kwa hiyo kabla ya kufanya tendo hili, nitakusaidia kutafsiri ndoto 3, 4, 5. Nitatafsiri ndoto 5. Alafu ni kuache tuondoke. Je, unafanyaje madhabahu? Kuinua madhabahu ni kutolea sadaka hiyo. Kuinua madhabahu ni unatolea sadaka hiyo ndoto nzuri uliyoiota. Nimekupa andiko la Samueli wa kwanza 3, Wafalme wa kwanza 3, utaona Gideon alipoota ndoto. Ukisoma ile Samueli wa kwanza 3 yote niliyotoa ile. Sio Gideon, ni Suleiman alipoota ndoto. Maandiko yanatuambia kesho yake asubuhi akaamka akatolea sadaka ile ndoto. Ngoja turudie ile andiko. Tunainuaje madhabahu? Tolea sadaka ile ndoto. Ngoja turudie ile andiko haraka haraka. Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza 3. Sikiliza mstari wa 5. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Suleiman katika ndoto usiku ule. Kumbuka Bwana ni roho, kwa hiyo kuna roho ilikuja kwa Suleiman kwa kupitia ndoto usiku huo. Usitoe kwanza sadaka, nitakupa maelekezo ni nini cha kufanya. Kwa sababu kuna hatari pia, una kitu kikubwa alafu unafanya sivyo. Itakulazimu uendelee kutoa sadaka mara kwa mara. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Suleiman katika ndoto usiku huo. Mungu akamwambia, omba lolote utakalo nikupatia. Suleiman akasema, umemfanya mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadi alivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyofu wa moyo pamoja nawe umemweka na fadhili hii kubwa, maana umempa mwana wake kuketi kitini pake kama hivi leo. Na sasa Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme, mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu, nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi ipasavyo kutoka wala kuingia. Na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao kwa wingi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwa hukumu hawa watu wako walio wengi? Mstari wa 10. Neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Sulemani ameomba neno hili. Mstari wa 11. Mungu akamwambia kwa kuwa umeomba neno hili, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala hukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua hukumu. Basi tazama, nimefanya kama ulivyoomba. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili, hata kabla yako hapata kuwa na mtu kama wewe, wala baada yako haitatokea mtu. Okay. Hapa ni Sulemani anaomba hekima. Mstari wa 10, Mungu anamwambia kwenye ndoto, anamwambia kwamba amepata. Asubuhi kakucha. Asubuhi kakucha. Mstari wa 15. Kumbuka aliota kwamba anaomba hekima na Mungu akampatia hiyo hekima kwenye ndoto. Nimesema haitatokea mpaka akainue madhabahu. Mstari wa 15. Nasoma Samueli wa kwanza 3, huu ni mstari wa 15. Naye Sulemani akaamka, na kumbe ni ndoto tu. Ni ndoto aliyota, ilikuwa ni nzuri sana. Anaomba hekima na ameona kabisa amepata ile hekima kwenye ndoto. Kuona umepata imanishi itatokea. Kwa sababu pale juu nimekuambia kuna sheria inasema roho yoyote, hiyo ndoto inaweza ikawa ni roho ilikuwa inatafuta kufanya kitu kwenye maisha ya Suleiman. Mstari wa 15 inasema hivi. Naye Sulemani akaamka, na kumbe ni ndoto tu.
akaenda Yerusalemu, akasimama mbele ya sanduku la agano la Bwana, akatoa sadaka za kuteketezwa, akatoa na sadaka za amani, akawafanyia karamu watumishi wake wote. Ndipo wanawake wawili, baada ya kutoa hii sadaka, alitoa sadaka nyingi sana. Mstari wa 16 utaona baada ya kutoa hii sadaka, utagundua ndipo wanawake wawili usiku huo, mmoja wao, wote wawili walizaa, mmoja wao sijui akafanya nini, akamlalia mwenzake, sijui ikawa hivi. Mwisho wa siku Sulemani, unaona hekima aliyotoa, anasema leta upanga tumkate huyu mtoto aliye hai. Lakini ile ilitokea baada ya kuja kutolea sadaka ile ndoto nzuri aliyoiota. Kitu gani nimesema? Kitu gani nataka ufanye? Watu wote wenye ndoto nzuri zinazofunua una maisha mazuri, una karama kubwa, una kitu kizuri, ndoto hizi hazitatokea. Wana wa Mungu asikudanganye mtu, hazitatokea mpaka utakapoziinulia madhabahu. To raise an altar, tolea sadaka hiyo ndoto. Tolea hiyo sadaka hiyo ndoto. Ndio maana tuna watu wengi Mungu alishazungumza nao vitu vingi vikubwa. Wengine walishaona wamepata kazi, ni ndoto nzuri. Wengine wameshaona kabisa ndoa na mtu anayemuoa, mtu anayeolewa naye, amemuelewa kabisa, lakini mpaka leo haijatokea. Ni kwa sababu hawakufuata ile sheria ya kuruhusu sasa ile roho ifanye kazi. Dadi, kuota unafungwa macho maana yake ni nini? Kuota unafungwa macho, hii ni spiritual blindness, sio ndoto nzuri. Tatizo la spiritual blindness maana yake kuna vitu utashindwa kuviona. Kuota unaokota hela nyingi za silver kila unapokwenda, hii ni spirit of poverty. Tatafsiri ndoto 3 za ziada. Nimeota bibi yangu amekufa chumbani kwangu, nilipoona akakimbia akatokea dirishani. Means bibi yako, kuna uwezekano bibi yako akuwa ni mtu mzuri na spirit bibi yako aliyokuwa nao ndio inakufuatilia. Niliota nimekata tiketi ya ndege, alafu ndege ghafla ikaniacha. Manake ni nini? Kumbuka ndege manake ni hatima kubwa. Kwa kama uliota umekata tiketi na ndege ghafla ikakuacha, means una spirit of delay, roho ya kukuchelewesha kufika kwenye hatima yako. Uko na hatima kubwa, lakini kuna roho inakuchelewesha kufika kwenye hatima yako. Dadi, sisi tulioibiwa viatu, pesa, nitatoa tena maelekezo hapo, usijali. Kuota una mimba, hii inaweza ikawa maana mbili. Huyu anasema kuota una mimba. Kuota una mimba inaweza ikawa na maana mbili. Moja, inaweza ikawa una spiritual husband, manake unazaa watoto kiroho. Mbili, inaweza ikawa una karama, una karama, una huduma, una mawazo, kuna kitu kinatarajia kuzaliwa. Kuota kuna mtumishi anazuia mawe yanaanguka kutoka angani. Hii ina maana kwamba una karama kubwa, lakini una vita ya kiroho pia. Una kitu kikubwa ndani yako, lakini una vita ya kiroho pia. Ni ndoto ambayo ilinisumbua sana na mimi. Kesi yangu ilikuwa tofauti kidogo na ya kwako. Mimi nilikuwa naona mawe yanaanguka angani. Lakini wewe kesi yako ni mtumishi, manake una karama kubwa, una kitu kikubwa ndani yako, lakini una mashambulizi ya kiroho. Nimeota nimenunua trailer, naendesha mwenyewe. Nimeeleza kama ulinisikiliza kwenye ndoto zangu. Wana Mungu, siulize ndoto ambazo nimeshazitolea maelekezo ili msaidie. Ni vema ungenisikiliza. Nimesema kuota unanunua gari, kununua viwanja, sijui kununua vile vitu vya luxury. Ni ndoto inayoashiria kwamba una kitu kikubwa ndani yako. Dadi, niliota nimepewa taarifa za kuwa baba amekufa. Hii ndoto inaweza ikawa na maana mbili, my daughter lightness. Nilishazungumza sana, ndoto zote unazoota watu ambao wamekuzunguka, wale watu wako wa karibu. Kwa mfano umeota mama amekufa, baba amekufa, mtoto amekufa, kuna uwezekano kuna kitu kikubwa, kitu cha thamani sana umekipoteza. Kwa hiyo hii ndoto ukishaiota tu lazima utake kuomba sana na umuulize Roho Mtakatifu. 2, kuota baba amekufa inaweza ikawa ni prophetic dreams, kwamba ni taarifa ulikuwa unapewa kwamba baba atapata tatizo, atakufa. Kwa hiyo inaweza ikawa na maana mbili. Moja, kumbuka Wana Mungu, kwa mfano
mimi eneo la uchumi kwangu, huduma yangu ndio kubwa sana, ndio maisha yangu, alafu ikapotea, spiritually nitaota mama au baba amekufa, kwa hiyo nitaelewa ninapoteza huduma, kuna kitu cha thamani ninakipoteza. Kuota unaumwa na siafu, haya ni mashambulizi ya kiroho, lakini upande wa uchawi nilishaeleza posti za nyuma. Kuota unaokota fedha za noti, hii ni spirit of poverty. Wale watu wote wanaokota fedha za noti, silver, hizi ni roho ya umaskini. Kuota unasukwa, ukimaliza kusukwa nywele zinakuwa hazijapendeza, kuna mtu anacheza na utukufu wako. Hii ndege kuniacha. Yes, hizi ndoto zote za spirit of delay ni hizi wana wa Mungu. Nilisema ni wale watu wote wanaota mara wako anaenda anasafiri, anafika uwanjani ndege haipo. Anasafiri basi inamwacha. Ndege zote, ndoto zote za kuachwa na usafiri zinaashiria spirit of delay. Na ni spirit of delay iliyo upande wa wazazi, upande wa familia. Kwa hiyo unaelewa kabisa kuna roho ya kifamilia inanifuatilia. Sisi wa kuota tunanyonyesha watoto, nishaeleza hapo nyuma kwamba inaweza ikawa ni spiritual husband, au kuna kitu unakilea, kuna matatizo unayalea huko ndani, umeshindwa kuachia matatizo. Pengine kuna kitu kimekuumiza sana, unaweza ukaota ndoto hizi za kuota unanyonyesha. 2, unaweza ukawa kweli una watoto wa kiroho. Au 3, shetani ananyonya baraka zako. Baraka ni maziwa ni baraka kwenye ulimwengu wa roho. Kuota umenyoa nywele alafu zikaota kwa muda mfupi ya wiki. Hii lazima umuombe Mungu sana, kwa sababu ndoto hii inaashiria kwamba ulipoteza kitu kwenye maisha yako na sasa kimerudi sana tena. Kuna kitu ulikuwa umekipoteza na sasa kimerudi tena. Kwa hiyo lazima ukae makini tena usikipoteze. Hii ni taarifa ulikuwa unapewa. Dadi mara ya 3 naota naolewa, natolewa mahari, manake ni nini? Kuna uwezekano ikawa pengine hiyo process iko njiani, lakini pia kuna uwezekano ikawa kwamba Mungu anataka kuambia kuna mahali penye agano. Kumbuka shida ya mahari ni hii, sio mbaya, mahari sio mbaya, lakini mahari kiroho inakuwa kwamba ndio maana mahali popote ulipotolewa mahari uelewe kwamba ulienda kuunganishwa na familia nyingine. Kwa hiyo kuna uwezekano ni taarifa unatolewa kwamba kuna mahali ulishapelekwa familia wakawa wanakufahamu, wanakuelewa vizuri, ulishamtambulisha mtu naye akakutambulisha, ghafla roho zile zikakukubali, lakini ile ndoa ikaja ikavunjika. Kwa hiyo lazima uwe makini ni taarifa gani unapewa hapo. Kuota unapoteza simu, hiyo ni anauliza kuota unapoteza simu. Kuota unapoteza simu manake uwezo wako wa mawasiliano umepotea. Kuota unanyonyesha mtoto wa kiume, jamani usiulize swali ambalo sikiliza, nimeshajibu hili swali mara nyingi. Ruhusu watu wengine, ukishauliza ndoto usiulize mara 2 tena. Ruhusu watu wengine wasaidiwe. Kuwa naota na kemea wachawi ndotoni sana. Hii ni tayari unaelewa kwamba uko kwenye mazingira ya uchawi na unahitaji kuomba sana. Naota kaka yangu ananipa nyama tukiwa kijijini kwangu. Hii ndoto ingekuwa na tafsiri nzuri kama haikukurudisha kijijini. Kuota kaka yako anakupa nyama, kuna uwezekano kwamba ulikuwa ni ule ukaribu mlikuwa nao. Kaka yako ni mtu wa msaada sana. Lakini tatizo linakuja kwamba ndoto hii inakurudisha kijijini. Utakuja kugundua kwamba kwenu kuna roho kuna roho kilichoharibu ndoto yako ni kwa sababu imekurudisha kijijini tu. Isingekurudisha kijijini ingekuwa kwamba kaka yako ni mtu wa karibu sana, ni mtu wa msaada kwako sana. Lakini sasa imekurudisha kijijini, inaelekea kwamba huku nyumbani kuna mazingira ya uchawi, kuna mazingira ya uchawi, uganga, au pengine huyu kaka ni mtu aliyekwenda kwenye uchawi na uganga na akakuingiza huko wewe. Lazima uombe sana hii ndoto ufute. Sijasema kaka yako ni mchawi, ni noti vizuri, kuna uwezekano huo, kuna vitu pia vinatokea bila yeye mwenyewe kujua. Ndoto 3 za mwisho.
Kuota uko eneo tofauti na kazini na unasaidia kazi kwa bidii sana. That means eneo unalofanya kazi sio sehemu sahihi kwako. Huyu anaota yuko eneo la kazini tofauti na eneo la kazini na anafanya kazi sana kwa bidii. Kuna uwezekano mara mbili. Moja, eneo liloko sio eneo sahihi kwako. Mbili, kuna mtu mwingine anatumia maisha yako sehemu nyingine. Ndoto mbili za mwisho. Mimi huwa naota ndoto ya nyumba ya zamani. Chochote kitakacho kurudisha kwenye mazingira ya zamani kwenye ndoto zako, aidha kijiji ulichoishi zamani, nyumba ya zamani ulioishi zamani, asijui nini, chochote kitakacho kurudisha kwenye mazingira ya zamani kwenye maisha yako. Ni spirit of delay, roho za vijijini, roho za kifamilia, kwa tayari una kazi ya kupambana. Ndoto ya mwisho. Na kuota unaokota hela. Nishaeleza hiyo ndoto. Ndoto ya mwisho. Jamani, vitu vingi nishaeleza. Dadi kuota mwanangu anakufa. Nimeshaeleza hii ndoto hapo juu. Nimesema ndoto zote utakazoota, baba amekufa, mama amekufa, wale ndugu wa karibu amekufa, maana yake kuna kitu cha thamani umekipoteza kwenye maisha yako. Ndoto ya mwisho. Hii ndoto nimetoka kuieleza kila siku naota niko kwa wazazi japo nimeolewa muda mbona nimeeleza hapo juu kwamba kuota kusehemu ndoto za zamani, mazingira ya zamani, marafiki wa zamani, nimeeleza hiyo ndoto hapo juu. Ndoto ya mwisho. Kuota rais wa nchi ananitoa uchafu. Ndoto, jamani, tukiwa wasikivu tutaruhusu watu wengine. Mbona kule mwanzo kabisa ndoto za viongozi, rais, sijui nani, nimesema kuota ndoto za viongozi, rais, sijui nini, wote kuota hao watu wote maarufu, maana una kitu kikubwa ndani yako. Ndoto ya mwisho. Ndoto ya mwisho. Kuota unafungwa kupofuliwa macho. Kuna mtu ameuliza hii ndoto hapo mwisho, nikasema ndoto zote za mwanzoni kabisa. Kuna mtu aliuliza ndoto za kuwa kipofu, kutokuona, nikasema ni spiritual blindness. Lakini pia hii ndoto nimeeleza kwa umakini sana kwenye peji yetu ya YouTube. Nenda pia kwenye peji yetu ya YouTube utaona ndoto zote za kuwa kipofu. Peji yetu ya YouTube inaitwa The Real Sons of God Missionary. Kufungua mlango haufunguki, lakini kufungua mlango haufunguki hadi funguo inakatika. My sister uliouliza hii ndoto, you have to be very careful. Iko hivi. Kwanza, mlango kwenye ulimwengu wa roho unamaanisha vitu vingi. Mlango kwenye ulimwengu wa roho unamaanisha season. Kwa hiyo uko kwenye season yako, alafu unajaribu kufungua na key ambayo sio sahihi. Uko kwenye season yako, ni majira yako sahihi kabisa, lakini unajaribu kufungua na key sio kwa sahihi. Ungekuta umeshaingia kwenye majira yako siku nyingi, kwa sababu kuota huko kwenye mlango na unaufungua haufunguki. Wana wa Mungu, angalia lango kiroho. Kwa mfano mlango wa mwilini, ninapotoka chumbani ninaingia sebleni. Kuingia sebleni unakuta mazingira mengine tofauti. Nikitoka sebleni ninapita mlangoni naingia barazani, unakuta tena mazingira tofauti. Kwa hiyo zile ni season. Huyu anaota anafungua, lakini mlango haufunguki mpaka funguo unakatikia huko. Manake yuko kwenye majira yake, anapaswa kwenda kwenye hatua nyingine kimaisha, level nyingine kimaisha, lakini haujaweza kufungua huo mlango. Lazima uombe sana. Okay, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Ni mwisho wa kutafsiri ndoto leo. Mungu akubariki sana. Nianze na lile kundi la wale watu wanaota zile ndoto zinazoashiria wana kitu kikubwa sana ndani yao, lakini bado hakijatokea. Alafu kundi la pili ni lile kundi la watu ambao wanaota ni wale watu wenye utajiri ndani yao, zile ndoto nilizozieleza. Watu wote hawa nataka tufanye kitu leo. Utainua madhabahu, mwambie Mungu kupitia kama alichofanya Suleiman, mwambie Mungu kupitia sadaka hiki kitu kilichoko ndani yangu kikajidhihirishe. Hiki kitu kilichoko ndani yangu kikajidhihirishe. Kwa hiyo utatolea sadaka yako
hiyo ndoto unayoiota, na, na wale watu wote pia wanaoota ndoto nzuri, zote zile nzuri, watu wote pia wanaota ndoto nzuri zile. Nimeota ndoto nimepata kazi sijapata, biashara ni kubwa, nafanya huduma kubwa. Watu wote wanaoota ndoto nzuri zile, leo mtatolea sadaka hizo ndoto. Leo mtatolea sadaka hizo ndoto ili kuinua madhabahu, sawa sawa nilivyoeleza huko nyuma. Baada ya kutoa sadaka, utaniandikia message kwenye DM. Nisikilize, utaniandikia message DM. DM ni direct message kwenye Instagram. Utaniandikia message kwenye DM, niambie nimeinua madhabahu kwa ajili ya ndoto hii, ili mimi nijue naiombeaje hiyo ndoto. Kwa hiyo hili kundi la watu wote wenye zile ndoto nzuri watafanya hivyo. Lile kundi la kwanza walioibiwa vile vitu, pamoja na hiyo, kesho utafanya maombi ya restoration. Utafanya maombi kurudisha kile kitu kilichoibiwa, alafu utafanya restoration. Baadaye Mungu akikusaidia utatoa sadaka. Mungu akubariki sana. Nimezungumza na makundi yote leo, bila shaka nimeeleweka. Usiniandikie message WhatsApp, sababu message ni nyingi, sitaweza kujibu zote na nitashindwa kujibu. Kumbuka makundi yale mawili, raise an altar, niandikie message kwenye DM. Nambari ya kutuma sadaka yako ni 0764 20 58 71, 0764 20 58 71. Mungu akubariki sana. Kabla sija kuacha pia, ngoja nimshukuru Mungu alafu tutoe sadaka zetu ni kuacha. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya huduma hii, na asante kwa ajili ya yale ambayo umesema na sisi. Bariki watoto wako wanapokwenda kukutolea, ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Nisaidie kusema amen. Mungu akubariki sana. Kama ulikuwa umejiandaa kutoa sadaka yako, basi unaweza ukatoa. Nambari ya kutuma sadaka yako ni 0764 20 58 0764 20 58 71, 0764 20 58 71. Jina ni nambari ya M-Pesa, jina litakuja Emmanuel. Ukituma pia unaweza ukaniandikia message kwamba nimetuma sadaka yangu kwa ibada ya leo. Mungu akubariki sana. Nitaacha pia pengine ujumbe huu kwenye posti. Yoyote atakayokuja kwa kuchelewa anaweza akaona na akafuata maelekezo akafanya. Zaidi pia unaweza ukawajulisha wengine wakafuatilia. Mungu akubariki sana. Uwe na siku njema. Nimefurahi pia kuwa na wewe hapa.